Naam, hii ni sehemu ya 5 ya simulizi yetu nzuri iitwayo Leo Mwisho Baba Mkwe. Mimi ni Mr. Nice Simulizi. Cha kufanya ni kusubscribe hii channel, kulike, kucomment na kushare. Lakini pia msikilizaji bwana, mimi nahitaji pia ni kuombe radhi. Yaani sitochoka kuomba radhi mashabiki zangu kwa sababu kuna namna mnafanya mimi na kuwa Mr. Nice Simulizi. Yaani kuna namna mnafanya. Kwa hiyo unavyokuwa nachelewesha hii simulizi msitegemee kwamba huwa nafanya makusudi au huwa napenda. Hapana. Ni kuna mambo tu ambayo kama mwanadamu natakiwa mimi kuyapitia. Natakiwa nifanye maisha mengine nje na hapa, licha kwamba natamani kabisa siku moja niweze kusimama. Kwa hiyo nakuomba sana radhi. Kuna mambo fulani naweka sawa. Hivyo basi nadhani bwana utakuwa unanielewa. Kuna majukumu nakuta yananibana fulani hivi. Kwa hiyo nakuta natakiwa tena niende nikatafute michongo mingine nje na hapa. Lakini jambo lingekuwa limekaa sawa, yani kwamba ningekuwa nimeweka sawa mambo yangu hivi yamenyooka, basi ningekuwa kila muda natoa simulizi. Kwa hiyo ukiguswa bwana, ukiwa kama meneja, ukitaka labda okay L9 ni shida nini, namba yangu ya WhatsApp ipo hapo katika ile cover la simulizi. Nitumie WhatsApp, niulize changamoto nini bwana Mr. L9, tunafanyaje ili kusudi uepukane na hii adha uwe unatuletea kila siku simulizi. Ukae vizuri. Kiukweli ninaweza nikakushirikisha kwa sababu mteja ni mfalme, lakini pia usimchukulie mtu poa katika hii dunia. Kwa mimi nawapenda sana, na sababu kubwa ya kuchelewesha kazi ni hiyo. Sasa tukumbushane sehemu ya 4 tulipoweza kushare. Ni pale ambapo bibie bwana alijikuta akielekea kule kufanya fujo katika kile chumba cha Mr. Hashim pamoja na yule rafiki yake wa kuitwa Joyce. Sasa anakwambia alikuja kushtuka baada ya kwenda na kukutana nao uso kwa uso. Na kipindi hicho alikuwa katika fungate ya ndoa yake ya mke wa pili na yule mwanaume. Kwa hiyo alikuwa tayari kwa lolote lile. Basi alipofika kule, kijana yule pasipata kupoteza muda kama amemshika mkono na kumsogeza pale kwa walipokuwa wale watu wawili. Sasa kufika aliwakuta kweli wakilalamikia uongozi kwamba wao tumefanywa vurugu kwa sababu mmemruhusu mtu aingie mpaka juu, amepanda mpaka huku juu. Kwa hiyo tunahitaji kumjua ni nani huyo mtu. Kwa hiyo ndipo pale bidada akawa amesema kwamba ni mimi. Wote wakageuka kumtazama. Kwa hiyo ndipo hapo tulipoweza kuishia. Nikakuacha maswali mengi sana, itakuwaje? Kwa hiyo sasa hata mimi pia nataka kujijibu. Hivyo basi nikihitaji kujijibu, nahitaji tujijibu wote pamoja. Karibu, na hii ni sehemu ya 5. Haya bwana. Kila mmoja kati yao alionyesha kabisa kushangaa kuniona. Mr. Hashim ndipo akawa amenisogelea kabisa. Kwanza akawa amenishika, akanambia Latifa. Nikamwambia ndio mimi Latifa. Alibaki akinishangaa sana, lakini Joyce alionyesha kama mtu mwenye wivu sana, akawa amenisogelea na kwanza kunifokea. Akasema ndio unapiga kelele katika vyumba vya watu eti? Nikamwambia ndio, kama ulivyoweza kutoroka na wanaume za watu. Joyce akataka kunipiga bwana, lakini kawaini kaudaka mkono wake. Mpaka watu wote wakawa wamebaki wanatushangaa. Akasema huyu mwanamke kumbe anaweza. Akasema nyie vipi? Mbona ugomvi tena? Mzee tafadhali amulie huu ugomvi bwana, mambo gani haya? Mtu mmoja alimwambia Mr. Hashim, na kweli aliamulia ugomvi pale na kuwataka watu wengine wasubirie pembeni kabisa wasiweze kuingilia. Lakini pamoja na Joyce, na kisha kwa amenishika mkono mimi, tuko tumondoka. Alimwacha Joyce pale akiwa amesimama akituangalia tu. Kwa tuko tumeenda mpaka sehemu ya upande wa nyuma. Mr. Hashim akawa amenikumbatia, akanisogeza mdomo wake kuonyesha kwamba kuna kitu alikuwa anakihitaji kutoka kwangu. Nilipata hasira, nikawa nimemsukuma. Nikamwambia niache malaya wewe, mtu mzima hovyo. Kweli wewe kunikimbia mimi sababu ya Joyce, ukaondoka na Joyce? Kwa nini umenifanyia hivi Mr. Hashim? Kwa nini umefanya hivi?
Akaniambia hayo yote tutaongea Latifa. Kwanza niambie umefikaje hapa Zanzibar, lakini vipi maisha kule nyumbani ulikuwa umeacha vipi? Nikamwambia sina muda wa kutosha, nimeolewa na hapa nimekuja na mume wangu. Akasema mume wako? Kwa maana mmeachana na Salimu mtoto wangu? Nikamwambia ni story ndefu sana, lakini naumia kwa nini unifanyie hivyo? Heti Hashim, kumbe hukunipenda? Akaniambia Latifa, mimi nilikupenda sana mpaka sasa. Bado mimi nakupenda sana. Lakini nilishindwa kufanya hivyo chochote kwa sababu ulikuwa ni mke wa kijana wangu. Hauoni kama tungeondoka wote wangetushtukia? Yaani mimi niondoke na wewe uondoke? Kwani nilifanya vile kwa kulinda ndoa yako? Kwa hiyo nakuomba nisamehe sana Latifa, na kwa hiyo kama tumeweza kukutana huku tuanze mwanzo mpya. Nakuomba sana Latifa. Nikamwambia nakuomba bana uondoke. Akasema hapana Latifa, tafadhali kipenzi changu, nakuomba namba yako ya simu, japokuwa utakuwa umekasirika, lakini naomba tu namba yako ya simu. Nilimpatia namba za simu. Nikawa nimeondoka, manake nilihofia mume wangu asije kunishtukia ikawa tena balaa lingine. Kwa hiyo nikawa nimerudi mpaka kule nilipomwacha mume wangu, nikawa nimekaa. Akawa ameniuliza, vipi wamekupatia? Nikamwambia ndio, tayari wameshanipatia, nimeshaiweka kule chumbani. Akasema okay sawa, tuzungumze sasa mke wangu. Ujue mpaka sasa hivi tumekwisha kuingia katika maisha ya ndoa. Wewe ni mke mdogo kwangu mimi, lakini kubwa ninachotaka kwako ni uwe na heshima kwa dada yako, muishi kwa amani. Sio, unaelewa? Kwa hiyo mimi nawapenda sana wake zangu. Mkiwa mnaishi kwa amani, hata Mwenyezi Mungu anazidi kushusha thawabu na neema zake katika familia zetu. Na hapo nilikuwa namuitikia tu, lakini moyoni pamoja na akilini mwangu wala sikuwa hapo masuala ya kuwaza ndoa wala kitu chochote. Hapo nilikuwa nikimwaza Mr. Hashim. Licha utu uzima aliokuwa nao yule mzee, lakini alikuwa na muonekano fulani hivi wa mtu mzuri wa kimahaba. Hivyo basi nilibaki tunamwaza sana kwa mahaba yake. Nikasema bwana, uni kama ananipoteza muda wangu. Basi Mr. Hashim mwenyewe alianza kunitafuta kwa kuandika SMS. Ikaja namba ngeni, sababu awali alibadilisha kabisa line ya simu. Sasa hivi anatumia mpya. Akawa amenitumia ujumbe akaniambia siamini tena kama nimemwona Latifa. Naomba ondoa hofu kuhusu Joyce. Nimemdhibiti na hawezi kufanya kitu chochote kile, kwa hiyo kuwa na amani. Na mimi nilijikuta na tabasamu. Nikaona mjibu sasa kilichokuwa kinafuata. Hadi mawazo ya kwamba nilikuwa na mume wangu hayakuwepo tena. Mimi nikawa nawaza kwa busy na Mr. Hashim. Na ndipo mara ghafla nikashtukia napokonywa simu na mume wangu, na kumbe aliponiona niko busy na simu alinisogelea polepole, na mimi nilipokuwa busy sikumuona. Akaniuliza, mke wangu uko busy sana na simu kuliko hata mimi mume wako eti? Nikamwambia hapana, hamna kitu. Akaniambia usijali, siwezi kuangalia kwamba nini ulikuwa unafanya katika simu, bali naishika tu, alafu tupate kuongea vizuri mimi na wewe, tuelewane. Nikamwambia sawa mume wangu, lakini nisamehe sana katika hilo. Kwa hiyo tuko tumeendelea kuzungumza pale, wala hakutizama tena ile simu, wala kutaka kujua nilikuwa na chati na nani. Lakini kiumbe alikuwa ni mwanaume mtu mzima, naye mwenyewe alikuwa mpole, mstaarabu, baba watu, alikuwa vizuri tu. Basi sasa usiku nakumbuka Mr. Hashim alitaka tukalale pamoja, kwamba anachukua chumba kingine kwa ajili yetu mimi na pale pale katika ile hoteli. Kwa hiyo aliponiambia vile niliwaza, nikao nimemkumbuka sana kwamba si mara moja kulala naye. Hivyo basi nilihisi kabisa burudani ambayo naenda kuipata kwa siku ile itakuwepo ni burudani tosha. Kwa hiyo nikao nimemkubalia kwamba nitakuja. Kwa hiyo nikao nimemkubalia. Uongo dhambi msikilizaji, nilijikuta naichukia sana ndoa yangu nilikuwa nimeingia hii mpya, alafu ndoa yenyewe ni mke wa pili.
Mume wangu akawa amenisogelea na kutaka unyumba kwangu mimi. Maana jana hatukufanikisha lile swala, na kusema ukweli sikuwa na hisia naye hata kidogo. Nikamwambia mume wangu, nenda kuoge kwanza na mimi nioge. Huwa napenda kufurahia ile swala au hii issue mimi nikiwa msafi. Akaniambia ama kweli kila mwanamke na aina yake. Okay, sawa basi. Kama ndio hivyo upendavyo, mimi nitaenda kuoga wala hakuna tatizo. Nikasema poa. Alinuka na kuingia bafuni. Na mimi nilikuwa nimetumia wakati huo nikavaa nguo zangu, nikabeba simu, nikatoroka. Nikijua kabisa atanitafuta lakini potelea mbali. Starehe niliyokuwa nikiipata kwa Mr. Shim zamani ilinifanya nisijali chochote kuhusiana na ndoa yangu. Sasa nilipotoka nje ya chumba nilikuwa nimesoma SMS. Akiwa amenipatia maelekezo ambapo alikuwa anataka mimi niende katika chumba ambacho yeye alikuwepo. Ndipo nilikuwa nimeulizia chumba namba 37 kilichopo. Nikapata maelekezo, nilikuwa nimeelekea huko. Sasa nikiwa njiani nilikuwa naelekea katika chumba hicho, mara nilikutana uso kwa uso na Bibi Joyce akiwa analia. Aliponiona akaniambia, wewe ndio chanzo cha yote yanayonikuta mimi, sababu Mr. Shimu kanitaka mimi, la sivyo ningekukomesha wewe. Nilicheka kwa dharau na kisha nilikuwa nimemjibu, nikamwambia, sasa ukipenda kuiba, penda na kuibiwa pia. Akaniambia, hata nao mwenyewe ulimuiba tu kwa Mama Salimu, na ninakwambia inatosha. Sasa niko razi kujifungia katika hichi kifungo alichonifungia Mr. Shimu, tukose wote, lakini lazima ulipie katika hili. Alipongea hivyo akawa muondoka, lakini aliniachia maswali mengi sana kichwani kwangu kwamba amefungiwa kivipi na kwa nini anaonekana kukubali mimi kwenda kuonana na Mr. Shim. Lakini pia niliwaza kama ataenda kumueleza Salim habari hizi za mimi kutembea na baba yake, itakuwa ni balaa zito ujue. Maana kijuzi tu nimetoka kutembea na Henry ambaye ni mdogo wake. Leo hii aje kusikia kwamba natembea na baba yake, licha kwamba huyu alikuwepo ni mtu wa kwanza kabisa kwangu mimi kabla ya wote. Itakuwaje? Kwa hiyo niko nimeachana na Joyce. Nilijiungia zangu taratibu mpaka kwenye kile chumba ambacho nilikuwa nimeelekezwa. Nikamkuta Mr. Shim. Aliponiona akaniambia, "Wow, kipenzi." Nikamwambia, "Mr. Shim, niambie nini kinaendelea kati yako na Joyce? Nimekutana naye. Ina maana anajua mimi nakuja kukutana na wewe, si ndio? Mbona hajasema kitu chochote?" Ananiambia kwamba eti umemfungia kivipi? Na amenitisha kwamba amesema atasema ukweli. Nini ambacho kinaendelea? Mr. Shim hakujibu kitu. Alicheka na kisha kwa amenibeba kama mtoto mdogo akaniweka kitandani, kuonyesha kwamba hakutaka story nyingi sana kwa wakati huo. Usiku ule kwangu ulikuwa ni mzuri sana kwa sababu nilipata ladha ambayo nilipoteza kwa muda mrefu sana. Kwa shauku tuliokuwa nayo wote wawili, hatukuwa na maongezi mengi sana siku ile. Zaidi palitawala vitendo. Sasa asubuhi ndio kuamka pamekucha, nikakumbuka kwamba nilimwacha baba wa watu chumbani kwake peke yake. Ndio Mr. Shim akaniambia, "Ushavunja ndoa ya watu." Nikamwambia, "Naivunjike tu. Kwanza mimi naye tuna ndoa lakini sijalala naye hata uweze kuamini. Nilipokuona tu akili yangu yote ilivurugika, niamini hilo." Basi ilikuwa kwa ajili yangu sasa. Nikamwambia, "Nataka nipe talaka tu. Mimi sitaki tena ile ndoa. Kwanza na mke wake walifanya hivi vitu kunistiri, na mimi nionekana mwanamke niliolewa, lakini kiukweli wala hata simpendi, yani sijamridhia hata moyoni." Sasa niliposema vile, Mr. Shim akawa amecheka sana. Akaamua kuachana na zile habari, akataka nimsimulie yaliyojiri baada ya yeye kuondoka kule nyumbani Dar es Salaam. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nilianza kumsimulia kila kitu, kuanzia Salim aliponiacha kwa kumpatia ujauzito mwanamke mwingine, lakini kuhusu kutembea na kijana wake mdogo sikumwambia. Maana ni aibu, angenichukulia sasa pengine ni muuni, kwa sababu mpaka wakati ule alikuwa kiniona tu nataka kuwa naye, sababu yeye ndio alikuwa mwanaume wangu wa kwanza kunijua mimi nikoje. Sasa angesikia kwamba nimempatia yeye, nimempatia mtoto wake Salim, nikatoka pale nikampatia Henry mtoto wake mwingine,
yumo katika listi. Hivyo basi angesi sasa huyu sio mwanamke. Huyu sio mwanamke. Huyu ni kisima kinachochotewa maji na watu wengi sana. Nikamwambia ndio hivyo. Basi ndio hivyo basi Salim. Kwa Salim alikuwa ameniacha na kwa mwanamke mwingine, lakini baada ya kuniacha nilijigundua kwamba mimi ni mjamzito. Nikamueleza, hakumtaka mtoto. Umeona? Alidai kwamba anabaki na mkewe. Na huyo sasa mkewe aliposikia kwamba mimi nina ujauzito akapata pressure mpaka akawa ameharibu ujauzito wake, na ndipo nikaamua mimi kuondoka babangu na kuja kuanza maisha yangu huku mbali kabisa. Kwa hiyo nilibahatika kumpata msamaria mwema, nikawa nimeishi kwake kama ndugu mpaka nilipojifungua. Ndipo nikawa nimeendelea na maisha yangu. Sasa huyo msamaria mwema ndio akawa ameongea na mume wake kwamba nioe mimi kama mke mdogo nistiriwe. Lakini kabla sijatimiza jukumu kwake kama mke, ndio nikawa nimekutana na wewe. Hivyo basi ndivyo ilivyokuwa story yenyewe. Nisamehe sana Latifa. Nisamehe sana, mwenye makosa ni mimi kukuacha uolewe na kijana wangu. Ni afadhali ungebaki na mimi tu. Na nilitoroka kukuacha ili ubaki katika ndoa yako. Na sikutaka utoke katika ndoa, lakini kumbe Salimu hakukutendea haki. Mwanamke mrembo kama wewe haukutakiwa kabisa upate tabu. Nikamwambia sawa. Niambie nawe kuhusu Joyce. Kiukweli Joyce kipindi kile alipokupa vitisho mpaka nikakwambia acha nitamalizana naye. Kwa nilituma vijana wakaenda kumteka. Nilitaka aishi kwa kutekwa tu kama yuko jela. Kwa hiyo akawa ananiomba msamaha kuahidi kwamba hatakuja kukusumbua tena wala hatomwambia ukweli wowote Salimu wala mtu yote. Kwa hiyo siri ilipokuja kujulikana kwamba mwanamke anatembea naye, mama Salimu alipojua, kwanza kabisa nilihisi ni Joyce. Huenda anajua mahusiano yetu. Ndio maana nikahisi alienda kusema nikawa nimemteka, lakini kumbe sivyo. Niliamua tu kuondoka naye awe kama stare yangu tu, na nikawa nimemweka chini ulinzi kwamba kitoroka tu na muua yeye na familia yake. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda akawa ananipenda kweli, na hapo alipokuja kuamua, lakini pia naweza nikasema kwamba mimi simpendi kutoka moyoni kama ninavyokupenda wewe. Hana mambo mazuri ya kukuzidi wewe Latifa. Joyce hana chochote cha kukuzidi mamangu. Okay, vipi kama akienda kusema ukweli sasa? Labda kwa sasa hivi akienda kusema ukweli, itakuwaje? Amekutishia tu, ila hawezi kwenda kusema chochote. Kwa nusuru wazazi wake, nina chao wangu kibao tu huko Dar es Salaam. Basi bwana msikilizaji, maelezo ya Mr. Hashim yalitosha kabisa kuelewa. Nikamkumbatia, sikutamani kabisa hata kumwacha katika sehemu yoyote ile. Yeye aliniambia kwamba nampatia, lakini kiukweli hata naye mwenyewe alikuwa ananipatia sana kuliko hata wanaume wengine wote niliokuwa nimewahi kupita nao. Na sijui sababu alikuwa ndo mwanaume wangu wa kwanza, sielewi. Na sijui. Na hata huyo mtoto wake Salim hakuna kitu. Huyo Henry hakuna kitu. Huyu baba. Basi bwana, majira saa 6 ndipo nilipotoka katika kile chumba cha Mr. Hashim, nikiwa nimekwisha kunywa tayari huko chai. Niko nimerudi chumbani kwangu nilipomwacha mume wangu, na huku nikikusudia kabisa akinipandishia tu sauti nitadai talaka. Niko nimejikuta sina uoga kabisa kwa sababu nilikuwa simpendi kutoka moyoni, lakini pia nilikwisha kumpata kipenzi changu huku Zanzibar, ambaye ni Mr. Hashim. Sasa nilipofika tu sikumkuta chumbani. Chumba kilikuwa kisafi, kimetandikwa kabisa na nguo zake hakuna. Zaidi zipo za kwangu tu na vitu vyangu. Kwa hiyo niko nimepata wazo kwamba nichukue simu tu, pengine amenitafuta. Ndipo niko nimekuta missed call kibao tu kutoka kwa Mama Zuu. Mpaka hapo nikajua kabisa tayari kuna jambo zito. Kwa huko haraka niko nimerudi zangu mapokezi, nikawaulizia mume wangu amemwona, kwa amejibu amewaaga leo asubuhi, anaondoka. Kwa hiyo amekwisha kulipia kila kitu, hivyo basi kama na mimi nimekwisha kuchukua vitu vyangu wakafunge tu chumba. Nikasema nikawapatia ruhusa wakafunge.
kile chumba. Na kweli nilikuwa nimerudi chumbani kule kwa Mr. Hashim. Lakini naye mwenyewe sikumkuta. Lakini vitu vyake vilikuwepo kuonyesha kwamba hajaenda mbali. Ila kwa sababu nilikwisha kuwa naye usiku kucha, nikaona nisimtafute kwanza, niende tu kwa Mama Zuu wakanielezee kesi yangu ni nini, na mimi niwaambie ukweli kwamba simtaki mume wake. Nilikuwa nahitaji talaka tu. Kwa hiyo kwa haraka nilikuwa nimekodi usafiri, na safari ikaanza na huku simu yangu ikiendelea kupigwa. Nilifika ikiwa ni kama saa 8 za mchana. Ndipo nilikuwa nimemkuta Mama Zuu pamoja na Joyce. Pozi liko limenisha. Joyce aliponiona tu akawa amenivaa. Akaniambia, njoo huku. Nimejitolea liwalo na liwe. Mr. Hashim akitaka kuua wazazi wangu na awaue tu, lakini sasa hivi ilipofikia inatosha. Jana nimefuatilia uwepo wako pale hotelini. Nikagundua kumbe ulifika na mumeo. Na nikaelezwa chumba chenu kiko wapi. Kwa hiyo nimeenda nikamweleza kila kitu mwanaume wako. Baba wa watu ni mstaarabu sana. Hakutaka ukorofi. Kakusubiri mpaka asubuhi alipona kweli hauji. Ndipo kaamini kabisa kwa taarifa yako. Kwa hiyo hapa tunavyoongea yupo njiani kaenda kuwapokea Salim pamoja na ndugu zake. Nimewasiliana na ndugu zangu Dar es Salaam, wamwafuata kuambia ukweli. Kwa hiyo leo tajuta Latifa na uni wako. Mwanamke haujiheshimu wewe kutembea na baba pamoja na watoto wake. Baba na wanae. Kama kumlinda nitamlinda mimi Mr. Hashim wangu, ila sio wewe. Afadhali ungemwacha tu na kuendelea na ndoa yako. Mbona kama umekusha kuolewa umestiriwa? Sisi wengine tunatumika tu hata ndoa tuzioni. Mama Zuu alinitazama sana mpaka machozi yalianza kumtoka. Hakuongea kitu kwa maana alikasirika mpaka hatua za mwisho. Faima mwanangu aliponiona akaja kunikumbatia, lakini Mama Zuu akamtoa na kumtaka dada wa kazi ampeleke ndani. Nikiwa kama mwanamke, alafu kama mama, siwezi kukubali mtoto akushike mwanamke mchafu kama wewe. Faima kazaliwa mikononi mwangu, hivyo siwezi kukubali awe karibu na wewe Latifa. Najua huyo baba yake akifika atakuwa na jazba ya hali ya juu sana kwako. Kwa hiyo kwa sasa hivi Faima muache hapa mpaka tujue mbivu na mbichi. Hakuna shida. Maneno yale yalinifanya nione jinsi gani Mama Zuu alikuwa ni mwanamke na nusu, pamoja na yote aliyoyasikia, lakini bado alionyesha kumjali sana Faima wangu. Kwa hiyo mpaka pale nilipata uhakika kwamba Faima atabaki mikono salama. Hata nikiondoka hatakubali kabisa kumpatia mtu yeyote yule. Basi bwana, mimi nilikuwa nimefikiria niondoke kabla hao wageni walienda kupokelewa huko feri hawajafika walipokuwa wametoka Dar es Salaam. Nikasema nikampatia taarifa zile Mr. Hashim, tujue tunafanyaje au tunaanzia wapi. Kwa taratibu nikaanza kusogeza mikono nyuma, ndipo Joyce akamenishika mkono. Akaniambia, unakwenda wapi? Baki hapa tu leo umbuke. Ase niliutoa mkono wangu mikononi kwa Joyce kwa nguvu kabisa. Nikamwambia, naomba usinipande kichwani. Inatosha. Maisha yangu ni maamuzi yangu. Nifanye nini? Umefanya yote haya ili kunizalilisha mimi? Mbona hujaita watu hotelini alipokuwa Mr. Hashim? Sababu unampenda eti? Hebu nakuomba niache nimekwambia. Joyce alinishika tena na kuonyesha kabisa alikusudia ugomvi na mimi. Na mimi nikaona nionyeshe sasa upande wangu wa pili. Nikoje? Nilimchapa makofi ngumi za nguvu. Zilianza kabisa kumiminikia usoni kwake. Mpaka Mama Zuu akawa amekuja kutuamulia na kuniweka mimi pembeni na Joyce akawa amemweka pembeni. Na hapo ndipo nilikuwa nimepata wasani, kwa nimekimbia zangu nipate kutoroka niondoke. Lakini ile kufika getini tu nikawaona sasa Baba Zuu na wageni wote, yani Salim, Henry, Mama Salim, na kumbe wote walivuka maji na kuja Zanzibar. Na hapo nguvu zikawa zimeniisha. Ikabidi niweke mikono kichwani tu na kuona nimekusha mtoto wa mwanamke mimi. Yani nikasema hapa tayari. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba nilihisi kuchanganyikiwa sana. Ndipo nikaangalia upande wa kushoto kwangu, nikakumbuka kwamba kuna geti dogo tu la kutokea nje.
Basi nilitoka. Na tena nilikuwa nimekimbia sana, ina maana wao walikuwa wameingilia geti kubwa la mbele. Mimi nikatokea geti la nyuma. Na hapo nilikodi pikipiki kwa haraka sana, nikawa nimeondoka kwenda katika hoteli ile ile niliyokuwa nimemwacha Mr. Hashim. Bahati nzuri nilikuwa nimemkuta. Na aliponiona alishangaa sana. Nikamwambia vipi? Latifa. Mbona vipi imekuwa ghafla sana? Kuna nini? Nikamwambia ni huko ni balaa tupo. Joyce alichokifanya huyo mwanamke ambao umesema sasa umemfunga, sasa akafungua kamba. Kaenda kumwambia kila kitu mume wangu, ukweli wote. Kaufikisha mpaka nyumbani kwao. Kwa hiyo hapa tunavyoongea mimi na wewe, mke wako na watoto wapo hapa Zanzibar. Na si ajabu akaja mpaka hapa tulipo. Nadhani taarifa ndo kama hii. Mr. Hashim alishangaa sana. Kwanza haraka kwa amepiga simu mapokezi. Halo, endapo atakuja mtu yoyote kuniulizia, kataeni, sitaki mtu yoyote hapo. Sawa hapana boss. Hapa tunavyozungumza kuna watu wanakuulizia. Kwa hiyo cha kufanya kama hicho chumba ulichokuepo, hamia tu chumba cha jirani, maana inaonekana ni hatari sana. Nilisikia huyo mhudumu akijibu hivyo. Ndipo nilikuwa nimeshtuka kupita kiasi. Nikasema sasa baba tunafanyaje? Tuondoke basi hapa tafadhali. Tuondoke. Alinishika mkono Mr. Hashim. Na kisha tulikuwa tumetoka katika kile chumba tulichokuepo na kwenda chumba kingine. Sasa tulipotoka tulikuwa tumeingia katika chumba kingine ili kufunga tu mlango. Ndipo hapo tulikuwa tumesikia kelele za watu kuonyesha kwamba kuna watu walikuwa kituulizia. Tulikuwa tumetulia kimya kusikilizia. Nikasikia fungueni mlango. Fungueni. Sisi hawa tunawafahamu, ni ndugu zetu kabisa, fungueni mlango. Alizungumza Salim, ambaye alikuwa ni mwanaume wangu. Maana tulikuwa tukiwasikia vizuri tu katika chumba tulichokuepo. Hakikuwa mbali na pale jirani tu. Hivyo basi kwa kila kitu tulikuwa tunakisikia. Mara tulisikia wakiingia ndani, ndipo wakawa wamekuta kabisa sisi hatupo. Lakini walianza kuzungumza kwa sababu walikuta ushahidi wa vitu baadhi vya Mr. Hashim. Na hapo ndipo nilipokumbuka kwamba na kumbe kweli tuliondoka sisi kama sisi. Hatukuchukua kitu chochote kule. Ina maana ya kwamba ushahidi ulibakia pale. Nikamwambia Mr. Hashim, tumeharibu kila kitu. Nilijikuta mpaka machozi yanaanza kunitoka. Ndipo akawa ameniziba mdomo. Akaniambia tulia Latifa, wasije kutusikia. Sasa ikabidi tukaze kabisa na funguo mlango ule. Na huku tukiendelea kusikia jinsi Salimu alivyokuwa anafoka. Semeni wenyewe mwaficha wapi hawa watu? Hii kesi hadi wapi polisi inafika? Yaani kabla hatujawashtaki semeni wenyewe mmeficha wapi? La sivyo tunafanya msako kabisa vyumba vyote hivi. Asa kusikia vile, ndipo pozi liko limeniisha. Nilikuwa nimemshika Mr. Hashim kwamba namtegemea yeye tu kwa chochote kile kitakachotokea. Yaani tuwe pamoja tu mimi na yeye. Mara tulikuwa tumesikia sauti ya mhudumu na mwenyewe akizungumza kwa ukali. Embu sikilizeni nyie. Hawa watu wenu ambao mmewakagua katika chumba chao hicho, si mmeangalia? Si mmewakosa? Hivyo basi mimi siwezi kukubali eti mkague vyumba vyote. Embu ondokeni, wateja wetu wamelala, hawataki hizo kelele zenu. Na sisi tutaenda kutoa taarifa polisi. Vile vile kwamba mmetuletea fujo na mnataka fujo kabisa kutofanyia katika biashara zetu. Basi bwana, baada ya pale tulikuwa tumesikia ukimya. Waliondoka walau hata na sisi nafsi zetu zilitulia. Mr. Hashim akawa amenikumbatia tu. Akaniambia haya basi tuliza jazba. Nilikuhakikishia kwamba hawawezi kabisa kutupata. Huyu mhudumu namwamini sana. Sasa tuondokeni sasa hapa Mr. Hashim. Tuondoke. Hatuwezi kuondoka kwa haraka kiasi hichi. Lakini kwa sasa hivi hapana, tulia kwanza hapa. Utaishi hapa. Vipi kuhusu mtoto? Sina shaka. Na namwamini sana Mama Zuu atakuwa uko salama kabisa. Msikilizaji, alikwisha kwa namna kama ile. Waliondoka na kurudi tena. Na sisi tuliendelea kuishi pale pale hotelini, lakini sasa tulibadilisha apartment. Tulikuwa tumechukua nyingine. Manake kwa pale tulihisi kwamba ni lazima tu watatuma hata watu kuja kuichunguza. Hivyo basi sisi tulikuwa ni watu wa ndani tu. Chakula tunapika ndani tunakula, au tunapiga simu kuagiza nje
na kila kitu mpaka simu nilizima mimi mwenyewe. Basi bwana msikilizaji, na hatimaye miezi mitatu ilipita. Salim na wenzie walitutafuta pasipo hata mafanikio. Na kwa jinsi tulivyokaa kimya pasipo hata kuonekana nje, walichoka kabisa kwa wameamua kuondoka zao kurudi Dar es Salaam. Hadi Joyce alikuwa akifika hotelini pale na kutaka kuonana na Mr. Hashim, lakini aliambiwa kwamba hayupo, amesafiri. Sasa baadaye nikawa simsikii tena Joyce kufika hapo. Maisha yale yalinchosha sana msikilizaji, kukaa mbali na mwanangu. Hivyo basi nilimwambia Mr. Hashim kwamba nimemkumbuka sana mwanangu, nahitaji kwenda kumuona. Mr. Hashim alinitaka niwe mpole na kisha nimpatie ramani tutoke. Nikamwonyesha hiyo nyumba alipokuwa mwanangu, japokuwa sikujua kama bado yuko pale pale ama alikwisha kuhama. Sasa tulipita tukiwa tuna gari, nikamwonyesha nyumba na kisha tuko tumeondoka, na akawa ameniahidi kwamba nisijali mwanangu atakuja. Na kweli kutokea pale kesho yake tu jioni, Faima mtoto wangu aliletwa, na ndipo nilipogundua kwamba huyu mbaba huenda na watu wake. Kwa hiyo mipango anaweza kabisa kuitengeneza na ikatimia na kuwa kwa 100%. Kwamba alituma vijana wake wameenda kabisa kumuiba mtoto na kumleta. Kwa hiyo Mr. Hashim alikuwa ni mtu wa kupenda sana kuwa na vijana wa kumfanyia kazi zake. Kwa hiyo mwanangu alipokuja tu nilikuwa nimemuona, basi mimi mwenyewe mpaka nilikuwa na amani kabisa na moyo. Na wote nilikuwa nawapenda niko nao mpaka sasa hivi. Basi bwana, ulipita mwezi mmoja tuliishi pale vile vile, mimi mwanangu na Mr. Hashim. Na ndipo siku nilikuwa nimeamka usiku sana, lakini sikumkuta Mr. Hashim akiwa kitandani. Niko nimeinuka, nikawasha taa nikaenda mpaka sehemu ya upande wa pili palipokuwa kitanda cha mtoto, kwa sababu nilidhania kwamba labda Mr. Hashim ameenda labda kumtazama mtoto, maana kilikuwa ni desturi yake. Lakini pia sikumkuta. Sasa na nilipokuwa na wivu, nikaamua kufungua mlango wa kutokea koridoni. Kwa nje upande wetu kabisa nikawa namtafuta nani, Mr. Hashim. Na ndipo nilifika mpaka nje kabisa chini, nikiwa natembea. Mara ghafla kuna mlango wa chumba ulifunguliwa, na aliyetoka pale alikuwa ni Mr. Hashim akiwa yuko haraka na mwanamke fulani hivi alikuwa akimfuata kwa nyuma. Nikasikia, baby umesahau saa. Oh, asante na moi Latifa. Nilichanganyikiwa msikilizaji, na kumbe huyo mwanamke mwenyewe ni yule mhudumu wa pale hotelini. Kwa hiyo kwa haraka nikaamua mimi kurudi ndani kabla hawajaniona. Nikajificha kama muda kidogo, na nikasema kama ni vita pamoja na mwanamke inabidi nipambane sasa, kwa sababu nimemgundua huyo mwanamke ni nani. Nipambane kimya pasipo hata Mr. Hashim kujua. Japokuwa ilikuwa inaniuma sana kwamba hakuwa kwangu mimi peke yangu kama nilivyokuwa nadhania. Ndio alikuwa ni babangu mkwe, naweza nikasema hivyo, lakini sasa hivi ni kama amezidi. Sasa anatembea na mhudumu wa hapo hotelini. Nikasema poa. Kwa hiyo nikawa nimerudi chumbani, nikapanda kitandani, na huko machozi kinitoka sana msikilizaji, manake nilikuwa nimeumia sana. Baada ya muda mfupi Mr. Hashim akawa amerudi chumbani kwanza. Nikamsikia akipitiliza sehemu alikuwa amelala Faima. Nadhani alienda kumtazama, manake huwa anapenda sana kumwangalia mara kwa mara. Na kisha ndipo akawa amerudi kitandani na kunikumbatia. Nikazuga tu nimelala, na mwenyewe akawa amepitwa na usingizi. Nilikuja kuutoa mkono wake aliokuwa amenikumbatia nao, nikauweka kabisa pembeni, manake alikuwa amenikera sana kupita kiasi. Basi bwana, asubuhi nikawa nimewahi zangu kuamka, nikaenda mpaka katika chumba kile cha yule mhudumu, ambapo nilimuona Mr. Hashim akiwa anatokea chumbani kwake. Kwa hiyo bahati nzuri ile nafika tu nikakutana na yule mhudumu. Alikuwa anatoka kwenda kuanza majukumu yake asubuhi. Nilimshika mkono nikamwambia, rudi chumbani kwako mara moja, naomba urudi tu kabla hata sijakuzalilisha hapa nje. Mhudumu yule akawa ameshtuka, akaonyesha kabisa kwamba ananiogopa, na mimi nikasema na kazi hapa ndo kazi yangu, itakuwa rahisi kabisa kama akiniogopa. Kwa hiyo tumeingia mpaka chumbani kwake, na kisha mimi nikawa nimefunga mlango, yani kwa kujiamini kabisa. Nikamwambia, wewe kumbe kipindi kile cha kumtetea Mr. Hashim ulikuwa unalitetea penzi lako, si ndio? Akasema, dada unamaanisha nini? Mbona kama siku ile? Nikamwambia, wewe utanielewa tu, na tena usijitoe akili
Nitakupasua sasa hivi. Jana nimekuona kwa macho yangu Mr. Shim akitoka humu chumbani kwako. Wewe ni haora wake, si ndio? Wewe ni malaya wake na kuuliza. Akasema dada samani, naomba usinitukane hivyo. Nipo hapa naangalia tu maisha yangu. Na hudumia watu wakija, kwa hiyo siwezi kukataa. Alafu kama utamfuata kila mwanamke ambaye utamwona na Mr. Shim, sasa utafuata wanawake wangapi ndugu yangu? Nilishtuka aliponiambia vile. Nikamwambia unaongea nini wewe? Akaniambia Mr. Shim sio mtu wa mmoja, ni wa watu wengi sana. Na mimi nabahatisha tu bahati yangu. Ila tu wewe tulia, muda wako ukifika furahia yaishe. Lakini kumfuatilia Mr. Shim hauwezi. Hayupo hapa kama hivyo unavyomfikiria. Na endapo akijua kama umenifuata mimi, itakupatia shida shogangu. Nilizidi kuogopa kusikia vile. Mwenyewe nikawa mpole sana. Nikasema sasa kuna kitu gani hapa? Nikamwambia samani sana, naomba uniambie Mr. Shim ana nini kwani? Akaniambia dada, nawahi kazini, saa 10 jioni zamu yangu itakuwa imeisha. Njoo huku chumbani kwangu, nitakuelezea kila kitu majira saa 10 wewe ukija. Na kisha kwa amenitaka sasa aondoke na mimi niondoke pia. Na kweli tuko tumeondoka. Lakini akili yangu haikunipa kabisa majibu. Nikajikuta naanza kupata wasiwasi mkubwa sana juu ya Mr. Shim. Siku zile nilishinda nikiwa na wasiwasi sana. Kila wakati ambapo nilikuwa na Mr. Shim, nilikuwa najikuta napata hofu kubwa sana na mogopa. Mpaka akawa amenishtukia. Akaniuliza vipi Latifa, mbona kama uko sawa? Nikamwambia ndio, tumbo linaniuma sana nesi, nataka kuingia katika siku zangu. Akasema okay, sawa. Na pole sana kipenzi, na nitatoka kwenda kutembea na Faima ili upumzike vizuri au vipi? Nikamwambia sawa. Lakini nilikuwa na wazo tu kama utojali Mr. Shim. Akasema wazo gani? Unaonaje kama tukitafuta nyumba tuondoke hapa, tusishi hapa hii katika apartment hotelini. Miezi na miezi gharama zake tungekuwa kabisa tunapata nyumba nzuri. Mbona tungekuwa tunaishi tu vizuri. Tungekuwa tunamudu baadhi ya gharama, tunamudu baadhi ya vitu kuliko hata kuishi hotelini. Akasema Latifa, usiwaze hayo yote. Kikubwa wewe ishi tu utakavyo. Pesa ipo. Akawa amenijibu hivyo. Na kisha akamchukua mtoto wangu Faima akawa ameondoka naye. Nilizidi kupata wasiwasi. Ni kweli tokea namfahamu alikuwa ni mtu mwenye pesa sana. Lakini sio kihivyo kiasi kwamba cha kuishi katika hoteli kubwa sana, kupanga apartment miaka na miaka. Na wakati hana hata kazi anayoifanya. Na hapo nilipata wasiwasi, nikawa naangalia tu saa. Ili muda ufike, nikaonana na huyo mhudumu aniambia ukweli. Maana nilikuwa nahisi sana kuna mengi ambayo nilikuwa siyafahamu. Ilipofika majira saa 10, nilienda katika chumba cha mhudumu yule. Nikamkuta naye mwenyewe amekwisha kufika nyumbani. Akaniambia vipi Mr. Shim umemwacha wapi? Nikamwambia ametoka na mtoto, hata usijali. Akasema sawa. Wewe ni mpenzi wake eti? Akawa ameniuliza. Nikasema ndio, ni mpenzi wake. Aniambie. Mhudumu yule akanyamaza kimya kwa muda. Na kisha akaanza kuniambia. Akaniambia tafadhali hii iwe siri yako, usimwambie mtu, ni hatari sana. Mr. Shim sio mbaya wa mtu au sio mbaya kwa mtu, anaitunza siri zake. Mimi tumeendana naye vizuri tu mpaka leo hii kwa sababu najua mambo mengi sana ya kuhusiana naye mwenyewe tokea amefika hapa Zanzibar. Mr. Shim alikimbia familia yake baada ya kujigundua kwamba ni mwathirika. Akasema alimkosea sana mkewe. Hivyo basi hakutaka kabisa kumwambukiza mwanamke wake. Akaacha kazi na kila kitu. Kazi yake ni ujambazi. Ana kikosi cha majambazi bara huko na kisiwani. Na ndio maana unamuona tajiri sana. Ana wanawake chungu nzima. Mimi nimejua siri zake sababu niliwahi kumuona akimuua mtu mbele ya macho yangu. Sio, unaelewa? Na salama yangu mimi ni kunyamaza kimya. Na siku akitaka kuja kunitumia mimi, anakuja hivi. Nimekuambia na kwamba nitunzie, usimwambie, utahatarisha maisha yako. Sio, unaelewa? Lakini pia utahatarisha maisha yangu. Anakuja kwa namna kama hiyo, anakuambia hivyo hivyo. Sasa juzi kati tu katoka kumuua mwanamke aliyekuwa kiishi naye Joyce kwa sababu ya kufanyaje? Kamsaliti. Asa msikilizaji kusikia hivyo niko nimeshtuka. Nikasema Joyce namfahamu. Akasema okay sawa. Lakini kama itoshi, familia yake
mkewe na watoto wote. Sasa hivi amewateka kwa sababu alijua kama yupo huku Zanzibar. Kwa hiyo alifanya mipango hiyo, na anayejua hayo yote ni mimi tu. Sasa nakushangaa ukisema ni wakwako peke yako. Unanishangaza na kusitulia tuli. Ukijichanganya hata kumuuliza atakuwa ni mtu mbaya sana sana. Asa msikilizaji, nilihisi kuchanganyikiwa. Vitu vitatu vilinizunguka kichwani kwangu, ndio vikanichanganya zaidi. Kwanza ni mwathirika, ana virusi vya ukimwi. Ina maana kumbe tabia ya uhuni hakuanza juzi wala jana, ni tokea zamani. Lakini jambo la pili ni jambazi, na kumbe maisha yote mazuri ambayo tunayaishi ni mali ya dhuluma. Lakini jambo la tatu ni muuaji. Na hapo ndipo nikafunga kazi. Nilichoka. Mtu ambaye yani ulikuwa ukijaribu kumtazama hafanani kabisa. Nililia sana sana. Sikujua sasa nafanya kitu gani, kama nimekwisha kuambukizwa ugonjwa huo ama la. Kwa msikilizaji, niliinuka chini nilipokuwa nimekaa bila hata kuaga. Niko nimetoka nje, ni yangu nirudi chumbani kwangu. Nilichoka. Sasa ile nafungua tu mlango, nakutana uso kwa uso na Mr. Hashim akiwa na Faima, mtoto wangu, kwa maana wamerudi naye. Akawa anataka kuingia katika chumba hicho cha mhudumu, lakini alikuwa amekasirika sana na sio kawaida yake. Nikajua fika amesikia kila kitu. Nikasema nimekwisha sana mtoto wa mwanamke mimi. Nilipiga kelele na huko nikiwa narudi nyuma katika chumba cha mhudumu, na ndipo naye mwenyewe akawa ameingia kule kule. Nilianguka miguuni kwa mhudumu yule, na ndipo akawa amenishika. Akasema, vipi dada, umechanganyikiwa au? Ase kuniuliza vile nikawa nimezinduka. Na kumbe Mr. Hashim hakuwepo, ila ni hisia zangu tu kwamba nimekutana naye, lakini hakuwepo. Niliinuka. Sasa nikawa natoka mbio mbio mpaka chumbani kwangu, lakini nilikuta bado hajarudi Mr. Hashim na mtoto. Ndipo nilipoanza kulia tena, kilio ambacho sitokuja kukisahau katika maisha yangu. Na kweli kabisa, usichokijua msikilizaji ni sawa na usiku wa giza. Jambo lolote hilo, angalini tu watu wanaishi, lakini kuna watu wanapitia mateso. Na sikujua kwamba Mr. Hashim ni katili kiasi hicho. Na ndio maana familia yake baada ya kuacha siku ile, sijasikia tena chochote kuhusiana na wao. Na kumbe ni sababu amewateka. Niliwaza, sasa kama kaweza kuwafanyia hivyo familia yake, damu yake, na mimi ipo siku yangu atakuja kunifanyia kitu kibaya. Nilijiangalia mwili wangu wote, nikasogea hadi katika kioo. Nikaanza kujishtua, nilihisi kama nimeanza kukonda. Nikahisi asije kuwa tayari amekwisha kuniambukiza. Akili yangu ilifika mbali sana msikilizaji, mpaka nikaanza kumwazia mwanangu Faima isije kuwa amemwambukiza. Yaani nilikuwa naumia sana. Na jioni alipokuwa amerudi, alirudi akiwa na furaha sana, akiwa na binti yangu Faima. Wakaanza kunihadithia kwamba alikuwa amempeleka katika kubembea na kumnunulia vitu vingi sana vya kuchezea kama mtoto. Nikamwambia wao, safi sana, haya twende bafuni basi nikakuogesha mwanangu. Mr. Hashim akawa ametoka nje. Mimi nikabaki nimeingia tu bafuni nikiwa na Faima. Ikabidi nianze kumpeleleza mwanangu. Nikamwambia, Faima, uliogelea leo mwanangu Babu alikununulia chakula mkale? Akasema ndio, lakini sijakula na babu, nilikula na yule mama mwingine aliyekuja. Nikamwambia, mama mwingine? Kuna mama alikuja eti? Akasema ndio, akanibeba. Ase kwa maelezo ya yule Faima mtoto wangu, yalinitosha kuelewa kwamba Mr. Hashim alikuwa na mwanamke mwingine huko alipokuwa. Niliamini mwanaume yule ni mchafu sana, wala fai. Nikawa nalia tu, na huko mwanangu akinitazama sana usoni kwangu. Ilikuwa ni ngumu kukubali kuishi na mtu ambaye najua kabisa sio kwangu mimi peke yangu, ana wanawake ulimwengu mzima. Na hapo ndipo nilipoamini kwamba kwa muda wote ambao tulikaa pamoja, kila alipokuwa kiniaga natoka, nilijua labda kuna kazi na pengine nimepata, anahitaji kwenda kufanya kazi, lakini wapi. Alikuwa anaenda kuwatumikisha wanawake kingono, alafu akija ndani ananisifia, hakuna mwanamke ninempenda kama wewe Latifa. Sasa ilikuwa inaniuma sana. Ilikuwa inaniuma. Nilijitahidi kwa kawaida sana, hasa nilipokumbuka jinsi mhudumu yule alipokuwa ameniambia kwamba iwe siri yako, kwamba Mr. Hashim ni mtu hatari sana, jitahidi kuwa na siri.
Nikasema sawa. Lakini Mr. Hashim hakuweza kabisa kushtukia chochote. Nilikuwa sawa tu. Na kuanzia pale hata alipokuwa kiniaga kwamba anatoka, nilikuwa naelewa anachokwenda kukifanya ni nini. Ni uhalifu pamoja na ufuska kwa wanawake. Nilikuwa naamini hivyo. Basi bwana. Nakumbuka kuna siku alikuwa ametoka na mimi nilikuwa nimejifungia ndani. Nikaanza kupekua vitu vya pale ndani ili nipate kitu chochote walau tu kwa ajili ya mwanangu, sababu alishanilaghai sana mpaka kazi zangu zilikuisha kusimama kwa sababu yake huyu mzee. Kwa nilitafuta na mwisho wa siku nikakuta kuna begi kubwa sana kiasi kwamba kulifungua nilikuta pesa nyingi sana kiukweli. Wala hata zikuwa na idadi. Hesabu zangu msikilizaji, kwa haraka haraka niliiba kama kiasi cha shilingi milioni 10. Nikatoka nje, kulikuwa kuna huduma ya kuweka pesa, hivyo basi niliingiza katika akaunti yangu. Na kisha nikarudi kuandaa mazingira yakae kama alivyoyaacha. Nilifanya vile kwa sababu mwanangu hapa kilichobaki ni kutengeneza maisha, ambaye ni maisha yangu mimi na mwanangu tu. Sababu kama upendo nilikusha kugundua tena haupo, tunatumiana tu. Hivyo basi kwanza nikao nimewekeza pesa na kisha nitafute masuala mengine. Na hata aliporudi hakuweza kabisa kugundua kitu gani. Na mimi nilinyamaza kimya. Mapenzi yaliendelea. Nilifanya hivyo kusudi ili asije kunishtukia. Na siku nyingine msikilizaji, tena alipoondoka niliendelea kabisa kuchunguza. Lakini sikupata kitu kingine chochote. Ndipo nikapiga hesabu cha kufanya. Huenda siri zake nitazijua kupitia simu yake. Uzuri, nilikuwa mjanja katika masuala mazima ya internet. Niliwasha simu yangu ili uwepo hewani, lakini kiweka silence, Mr. Hashim asijue kabisa. Na kisha nilivizia usiku akiwa amelala, nikaunganisha mawasiliano yake na kwenye simu yangu. Ina maana yake kila atakachokizungumza akipigiwa na mtu nitakuwa nikisikia. Japokuwa nilikuwa najua fika ni hatari, lakini niliona basi tu inatosha. Na kumbe sio mtu, hafai kabisa Mr. Hashim. Zilipita siku 3 pasipo hata kusikia chochote. Sasa siku ya 4 msikilizaji, ndipo akiwa anatoka niko nimesikia simu ikiita ya kwangu. Lakini kumbe alikuwa ni Mr. Hashim ndiye alikuwa anapiga simu. Halo Devu, niambie. Bosi, kuhusu familia yako kuanzia juzi wameweka mgomo wote. Wamekataa kula chakula, wanasema kama unataka kuwaua waue tu, lakini hawatakula chochote, wana hasira sana na wewe. Sawa, kama hadi kesho watakataa kula wapige risasi tu waue. Sitaki waniletee nuksi katika maisha yangu. Nishaamua kuishi vile ninavyotaka. Sawa bosi, nitafanya hivyo. Nilishtuka. Manake nilisikia kwa masikio yangu. Na hao watu ambao wanazungumziwa kwamba wauawe ni Salim ambaye alikuwa mwanaume wangu, mama yake pamoja na mdogo wake ambaye pia alikuwa ni bwana wangu aitwa Henry. Ila mimi nimetumikishwa, nimegongwa na familia nzima. Nikasema hapana, pamoja na yote lakini hawastahili kupatwa na hili jambo. Nitawasaidia, lakini vipi kuhusiana na mimi jamani? Asa nililia sana kwa uchungu. Nilichanganyikiwa. Kwa haraka nilikuwa nimepata akili, nilikuwa nimetoka mpaka nje. Na hapo nikutafuta namna ninapofahamu walipo ili kusudi nikawasaidia. Mr. Hashim alikuwa ni tatizo kubwa sana. Na alikuwa yuko tayari kweli kuiangamiza ile familia. Kwa nilijikuta nikikimbia kama chizi, na mwisho wa siku nilikuwa nimerudi. Manake nilikumbuka kuwa mwanangu alibaki amelala. Hivyo basi nilikuwa nimerudi kwenda kumchukua. Nilikodi usafiri, nikarudi kule nyumbani kwa mama Zuu. Nikamkuta na mumeo hapo tu, wanaendelea na maisha yao, na waliponiona walishangaa sana. Lakini pamoja na yote niliyowafanyia, ila waliponiona tu watu walisimama. Latifa vipi? Nini kimekupata? Faima jamani, kumbe ulimchukua wewe? Nisaidieni jamani. Mr. Hashim ni mnyama. Amefanyaje tena? Kwa jinsi nilivyochanganyikiwa, nikawahadithia kila kitu. Hadi wao walishtuka. Na ndipo akawa amenituliza. Baba Zuu akaniambia, tulia Latifa.
Madam, uliunganisha mawasiliano kwa maana hiyo, namba ipo kwenye simu yako. Wacha niwasiliane na mtu mmoja mtaalamu sana wa mambo ya mitandao, atuangalizie tujue alipokuwa, tukawatoe hao watu. Maana inaniuma sana hata mimi. Mwenyezi Mungu apendi. Msikilizaji, nafsi yangu mpaka ilinisuta kwa vile vitu ambavyo nilikuwa nimeifanyia hii familia, lakini leo hii wamenipokea tena kwa mara nyingine. Basi bwana, jitihada zilianza, lakini kwa upande wa watu wa masuala ya mtandao walikataa kufanya kazi hiyo mpaka wapate arabi kutokea polisi. Baba Zuu hakuwa na jinsi. Alinitaka kweli tukafungua kesi ili tupate usaidizi wa polisi. Na nia ni kuwaokoa kina Salim. Manake kwa jinsi nilivyosikia wanazungumza, ilionyesha wazi kuna hatari upande wao. Kwa hiyo tuliongozana wote mpaka kituoni, na mimi sikutaka kabisa hata kubakia nyumbani. Manake namjua Mr. Hashim ni balaa zito. Niliogopa anaweza hata kunitafuta, akanipata na pengine akanishtukia na kunishambulia. Kwa hiyo tulipofika polisi nilitoa maelezo yote na sehemu alipo. Kwanza walituma polisi kwenda kumfuata hotelini pale pale, lakini walipewa jibu kwamba ameondoka muda sio mrefu. Haikuwa sahihi kabisa kwenye kitabu cha wageni wanaokuja pale na kutoka au kuondoka. Hivyo basi ilikuwa ni ishara tosha kwamba ameshtukiwa. Lakini tukiwa bado tunahangaika pale na polisi, mara simu tena ilianza kuita, na ilikuwepo ni simu ya Mr. Hashim na watu wake. Uzuri hakushtukia kama nilikuwa nimeunganisha simu yake. Nilipokea, tulikuwa tunasikia kila kitu pale. Alikuwa anazungumza na mtu mwingine na kumtaka amkatie tiketi ya ndege kesho aondoke, kwa sababu pameharibika sana Zanzibar, na kisha kwa watumwa wanitafute mimi popote pale nilipo waniangamize. Kwa hiyo ina maana kumbe alikwisha kunishtukia kwamba mimi ndiye nimefanya yote hayo. Niliogopa sana. Nihakikisheni usalama wangu na mtoto wangu jamani, hui. Ilizungumza na machozi akiwa ananitoka. Na wasiwasi ulinikamata kulikoli, lakini Baba Zuu alinishika na kunitaka nitulie, kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo niwe na subira. Polisi walinitaka mimi nibakie pale pale kituoni kwa ajili ya usalama wangu, lakini pia na mwanangu. Hivyo basi niliweka katika chumba kilichokuwa kituoni pale pale. Kuna ulinzi wa kutosha tu kusubiria kesho ili waende kumkamata Mr. Hashim akiwa uwanja wa ndege. Kwa nilikaa pale nikaletewa chakula, nikala vizuri. Kwa siku ile nilala pale pale, na kulikuwa kuna kijigodoro fulani hivi kidogodogo tu. Kwa nilikuwa nimejilaza pale na mwanangu, japokuwa kwangu usingizi haukuja kabisa. Nilikuwa nawaza kesho yake wampate Mr. Hashim, nifanikiwe kuwasaidia familia yake ile. Nilipitwa na usingizi, lakini mara ghafla nikaja kushtuka baada ya kusikia mlango wa chumba nilichokuepo ukifunguliwa. Nilikuwa nimeuliza, nani wewe? Akasema mimi nimetumwa na Mr. Hashim nikufuate. Nikasema Lakini mara ghafla taa ilizimwa na yule mtu akawa amenisogelea na kuniziba mdomo, na kisha kaanza kuniinua pale. Nilianza kukataa na huko nikimshika mwanangu. Kwa sababu gani? Kama wakinichukua mimi, basi wanichukue nikiwa na mwanangu. Lakini ilishindikana. Nilijikuta na mwachia Faima, niko nimetolewa pale nje, na huko nikiwa naita Faima, Faima mwanangu. Mwanangu muda huo alikuwa analia sana. Mara ghafla niko nimeshtuka, na kumbe ilikuwa ni ndoto kubwa sana ambayo nilikuwa naiota. Kwa jinsi nilivyokuwa na wasiwasi mpaka niliota hivyo kwamba Mr. Hashim kamtumba ule mtu aje kuniteka. Nilikuwa natokwa na jasho jingi sana kwa sababu ile ndoto. Naweza nikasema kwamba niliogopa sana, msikilizaji. Na hivyo basi haraka haraka niko nimeinuka, nikaenda kufunga mlango ule wa ndani pamoja na komeo. Maana nilikuwa najua Mr. Hashim yule ashindwi chochote. Akiamua kunitafuta, ananitafuta. Akiamua kunipata, ananipata. Ikiwa amekwisha kutuma vijana wanitafute na kuniangamiza, inawezekana pia. Kama aliweza kufanya kwa watu wengine, hawezi kushindwa kwangu. Asubuhi ilipofika, polisi mmoja alikuja kunigongea mlango. Ndipo niliamka. Nikaangalia dirishani na kumbe tayari jua lilikuwa limekwisha kuwaka. Kwa hiyo kwa haraka nikafungua mlango. Habari za asubuhi. Salama tu, pole. Najua umekutana na changamoto nyingi sana ikiwemo mbu humu ndani. Hapana, ina shida.
Sawa. Kuanzia sasa upo huru. Mr. Shimo amekamatwa leo, yuko polisi na kufikia mchana anapelekwa bara. Akaonyeshe alipowafungia hiyo familia yake na kisha ndipo hukumiwe. Hivyo basi na wewe ukiwa kama mfunguaji wa kesi utasafiri pia kuelekea bara, yaani kuelekea Tanzania bara na sio kubaki huko visiwani. Polisi, ni kweli unachokisema amekamatwa au? Ya ndio. Nilijikuta nafurahi sana, walau sasa nilikuwa nahisi kupata amani. Nikasema asante sana, nashukuru. Basi bwana, nilimchukua mwanangu nikaanza kutoka na nje. Kufika nilimkuta baba Zuu na kumbe alikuja kunichukua. Hivyo basi tulipanda kwenye gari tukaondoka. Tunatakiwa tujiandae mchana. Tunaondoka, kwa hiyo nakuomba nikusindikize Latifa. Kama ni sawa tu, endapo mama Zuu atakukubalia. Hilo halina shida. Tutenda wote. Tulifika mpaka nyumbani kwa mama Zuu, aliniandalia maji nikoni moga. Na kisha kamogesha na Faima mtoto wangu, tukanywa chai pale. Walau nikawa sawa. Pole sana Latifa mdogo wangu. Lakini hatimaye unaenda kushinda. Asante sana dada. Kiukweli hata sijui niwashukuru vipi, mmenisaidia vya kutosha. Lakini pamoja na mabaya yote nilikuwa nao mimi, bado mmesimama na mimi. Hapana Latifa. We bado ni mdogo wangu. Fimbo ikupigayo ndio ikufunzayo, sawa Naamini kabisa sasa umekwisha kujifunza sana. Kwa hiyo nenda ukakamilishe kesi uliokuwa umeifungua. Baba Zuu atakusindikiza na kisha utarudi, lakini Faima na kuomba abakie huku kwa sababu najua utakuwa bize huko na mambo mengi sana ya kesi. Kwa hiyo niko nimekubali kiroho safi sana pasipo hata kinyongo chochote. Sababu nafahamu kwamba Faima akiwa mikononi mwa mama Zuu atakuwa salama salmini. Mama Zuu hakuwa na baya lolote na mtu yote. Na kule kufika nyakati za mchana tuliondoka nikiwa na baba Zuu. Na ndipo nilipokutana na Mr. Shim akiwa amefungwa pingo na polisi wawili wakiwa pamoja naye. Tulisafiri kwenye boti akiwa yupo chini ya ulinzi mpaka tulipofika Dar es Salaam. Tayari kuna gari ambalo lilikuja na polisi kutuchukua. Na safari ya kuanzia hapo ilianzia hivyo hivyo na kuelekea sehemu ambayo Mr. Shim alikuwa amefungia familia yake. Alikiri kwamba familia ilikuwa bara na sio huko Zanzibar visiwani. Kwa hiyo tulifika mpaka katika jengo kubwa ambalo lilikuwa maeneo ya kuelekea njia Bagamoyo. Kufika tulikuta majambazi wake waliokuwa kilinda pale na wao waliwekwa chini ya ulinzi kwa haraka sana. Hivyo basi msako ukawa umefanyika pale. Polisi waliingia ndani na sisi tuko tumebakia nje tukiangalia. Baada ya muda mfupi, polisi walitoka wakiwa na Salim ambaye alikuwa mume wangu wa zamani. Walitoka na mama mkwe wangu wa zamani pia, mama Salim, pamoja na Henry, bwanangu mimi wa pembeni. Wakiwa wamedhoofika sana baada ya kukaa huko. Nilijisikia vibaya sana. Walikuwa na hasira na mimi vibaya mno mpaka Mr. Shim. Lakini polisi waliwataka haraka sana wapande kwenye gari kwanza, wapelekwe hospitali kwa uchunguzi, lakini pia Mr. Shim apelekwe moja kwa moja kituo kikuu cha polisi. Na kisha mimi na baba Zuu tuondoke kesho asubuhi tufike kituo cha polisi kwa ajili ya kesi. Tuliamua kutafuta gesti, japokuwa kila mmoja alikuwa anapumzika chumba chake. Kwa hiyo tukalala. Manake hatakuwa na sehemu nyingine ya kufikia kwa wakati huo. Kwa hiyo nilijihesabia kwamba sina ndugu na nilipotezana nao kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo nilijihesabia hivyo. Msikilizaji, asubuhi tuliamka na kwenda mgahawani kunywa chai. Tulipomaliza ndipo tuko tumelekea kituo cha polisi. Tukawakuta kina Salim wamekwisha kufika, kwa maana walipelekwa hospitali. Na ilionekana hawana shida yoyote, hivyo basi wakawa wameruhusiwa. Wote waliponiona walisimama na kisha kuanza kunisogelea. Yaani nilikuwa naogopa sana. Hivyo kwa haraka nilikuwa nimesogea nyuma ya mgongo wa babake na Zuu kwa ajili ya kwenda kujificha, manake sasa ukweli ndio wanaujua. Kama nilikuwa na baba yao, nilijua hapo kifuatacho ni kitu gani, ni balaa zito. Lakini ghafla mama Salim alinivuta na kunisogeza kwa mbele. Latifa mkamwana wangu. Lakini hapo mke mwenzangu. Nashukuru sana. Tumeambiwa kwa wewe ndio uliofungua hii kesi. Umetuokoa sana, asante sana. Hatuwezi kuanza hapa kuongelea au kukulaumu kwa jambo ambalo mhusika mwenye muda so mrefu anaenda kuhukumiwa. Hivyo basi ameisha. Yuko wapi mjukuu wetu?
Namtaka. Yupo Zanzibar, mimi sijaja naye kwa sasa hivi. Basi kweli akawa mondoka. Ni kwamba wanajua kila kitu. Lakini kwa jinsi kesi ilipofikia na ukizingatia ni Mookoa wasiuliwa na Mr. Shim, waliamua kabisa kuniacha. Zaidi walimtaka Faima ambaye ni mjukuu wake. Basi bwana, kwa mmoja wetu tulisimamia kesi ile na hatimaye Mr. Shim alihukumiwa jela kifungo cha maisha kwa kosa la kuua watu akiwemo Joyce, kuiba, lakini pia utekaji. Nilifurahia sana japokuwa nilikwisha kumzoea sana. Kwa hiyo kuishi maisha bila yeye kwangu niliona kabisa ni kazi ngumu sana. Lakini pia nilijipatia matumaini kwamba nitasahau. Na sasa niangalie namna kumlea mwanangu tu. Basi bwana, tuliachana pale mahakamani kila mmoja akiwa na majonzi. Hususan familia Mr. Shim. Tuko tumerudi zangu gesti, mimi nikiwa na Babazu. Lakini mara ghafla Babazu akawa amenishika mkono na kuniambia kwamba, Mama Faima, najua na mawazo. Uliyempenda amepelekwa jela. Naomba nipatie nafasi nikuliwaze tuendelee na ndoa yetu. Kwa hiyo usiku huu tufungue kitabu cha mapenzi baina yangu mimi na wewe. Msikilizaji, nilimtaka kwanza mwanaume yule asiyejua kukinai pamoja na yote yale. Yote yale yaliyotokea, kwanza nilihofia afya yangu. Kwa sasa siamini, lakini jambo la pili nilikwisha kuumizwa na kutumika na wanaume wengi sana. Sasa huyo niliona nataka kuingia katika list ya wanaume niliokuwa nao, licha kwamba wamekwisha kunioa. Nikamwambia sitaki tena kusikia chochote kuhusiana na mwanaume. Na sio mwanaume tu, wanaume. Kwa sasa hivi nahitaji kabisa kumlea mwanangu. Kwa hiyo kifuatacho hapa labda tulale tu ili kusudi tupate kuwahi boti kesho asubuhi. Na kisha nikawa nimefungua mlango wa chumbani kwangu, nikaingia nikamwacha asijue la kusema. Msikilizaji, usingizi siku zile ulikataa kabisa machoni kwangu kunipitia. Na kweli mazoea yana tabu sana. Nilijikuta nakumbuka wakati ambao nilikuwa karibu na Mr. Shim. Na kwa jinsi nilivyokuwa nikifurahia mapenzi, nikaona sasa huu ndio mwanzo mpya wa mimi kukabila mwanaume. Niliwaza nitawezaje? Kwa hiyo basi kwa haraka niliona itakuwa ni swala gumu sana. Niligeuka kulia na kushoto. Kitanda nilikiona kikubwa sana, nikaona kabisa siwezi kumsahau Mr. Shim. Na yote yale alionifanyia pasipo hata kupata mwanaume mwingine mbadala. Na hapo niliona kabisa Babazu amekuja wakati mwafaka. Kwa jinsi nilivyozoea kwangu mimi, ilikuwa ni ngumu kabisa kukaa peke yangu. Kwa hiyo usiku ule nilikuwa nimeamka nikaangalia simu yangu. Ilikuwa ni majira kama saa 7 za usiku. Yaani japokuwa kwangu niliona ni kama masaa mengi sana yamekwisha kupita, lakini kutokana na mawazo nilikuwa nayo, masaa niliyaona hayaendi kabisa. Hapa kuchi. Nilitoka chumbani kwangu, nikaenda mpaka chumba cha pili cha Babazu. Niligonga mlango. Lakini kwa bahati nzuri alinisikia, akaja kufungua mlango. Akaniambia, Latifa, una nini saa hizi, kwema? Nikamwambia sio kwema kiukweli, sijielewi kabisa. Najiona siwezi mimi. Akaniambia basi nyamaza. Njoo chumbani, ingia mke wangu. Nikajikuta naingia nikapanda kitandani, walau tulipokuwa wawili hata usingizi pia ulikuja. Ni kama ulianza kunipitia. Asubuhi nilipoamka nikashangaa kujikuta nikiwa mtupu kabisa. Sina hata nguo. Na Babazu hakuwepo chumbani pale. Lakini punde aliingia akiwa amebeba sahani yenye chai. Nikamwambia, Babazu, nini kimetokea baina yetu? Sielewi kabisa, naogopa mimi, kuna nini? Akaniambia, Mama Faima, na wewe unaniuliza kwa nini wakati umenipatia ushirikiano kabisa japokuwa ulikuwa unasinzia? Inaonekana mizunguko ya jana ilikuwa imekuchosha sana mpaka ukapata usingizi mzito, lakini sasa nimejua kwa nini mzee yule na wanae wote uliokuwa nao umejaliwa wewe uzuri. Uko vizuri sana na sijui nje na mengineyo. Lakini kwa sasa umefika kwangu, sitaki tena upate mwingine. Nimepata ladha ambayo sikuwahi kabisa kuipata hata kwa Mamazu mwenyewe. Nilijikuta nimechukia sana kile kitendo. Nilimshikisha kofi la adabu sana Babazu, japokuwa kosa ni la kwangu mimi mwenyewe. Nisiekani katulia, Latifa mimi. Nilijipeleka mwenyewe chumbani kwake na sijui nilikuwa nimekusudia nini.
Akaniuliza, Latifa, kwa nini unanipiga sasa? Ina maana umesahau kwamba mimi ni mumeo? Nikamwambia hapana, wewe sio mume wangu. Sababu nilishakuacha nikaenda kukaa na Mr. Hashim kwa muda mrefu. Nawezaje kuwa mkeo tena? Akasema usijali. Kiukweli nilijikuta na kupenda sana. Hata ulipokuwa na huyo Mr. Hashim niliumia sana. Lakini niliamini ipo siku tu yatakwisha haya na utarudi nyumbani kwangu. Hivyo basi sikukupatia talaka. Wewe bado ni mke wangu. Asa msikilizaji, nilijisikia vibaya sana. Maanake nilikumbuka hali yangu kwa sasa hivi, kwamba Mr. Hashim inasemekana alikuwa ni mwathirika. Lakini kama haitoshi, nimekaa naye kwa masiku mengi sana. Hivyo basi ni lazima na mimi nitakuwa ni mwathirika kabisa. Na baba Zuu ameliingia hili mkenge kichwa pasipo hata kuuliza. Sasa hapa msikilizaji, nilitaka kuhakikisha asikutane tena na mama Zuu, asije kumwambukiza mama wa watu HIV. Hana hatia. Kwa niko nimeamka nikaenda zangu bafuni nikaoga na kisha nikaja kunywa chai, ambapo siku ile ndo ilibidi turudi Zanzibar. Akaniambia kwamba mke wangu Latifa, sasa sahau kila kitu kilichopita. Jiandae twende Zanzibar tukaishi maisha yetu ya amani na upendo. Naamini utatulia kabisa. Naamini hilo. Nikamwambia sitaki kurudi Zanzibar. Nitabaki huku tu bara kwetu nilipopazoea. Yaani nilikuwa najiumauma sana. Akasema, Latifa, kwa nini unasema hivyo? Wewe sasa hivi ni mke wangu, lazima ukakae sehemu ambayo mimi mumeo na kuambia uwepo. Hapana. Maisha ukianza mimi siwezi. Nenda tu na kisha uniletee mimi mwanangu. Wewe rudi tu kwa mkeo. Latifa, unasema hayo sababu unajua kabisa usiku umenigusa pabaya eti. Sikiliza, mimi siwezi kuondoka pasipo wewe. Hawezi kuondoka bila mimi eti? Ndio. Okay sawa, kama ndio hivyo achana na mama Zuu. Usirudi, tukae tuishi wote huku. Wewe muache tu mkeo na mimi namwacha mwanangu huko. Hivi unajua msikilizaji, nilikuwa kama sina akili hadi baba Zuu alishangaa. Akasema, Latifa, unazungumza nini wewe? Umefikiria nini? Na kama nimesema tu kwa sababu nataka mume wa peke yangu, tubakie huku. Una maduka mengi sana kule, yatamfaa mama Zuu kuishi na mtoto kule. Kwa hiyo hamna shida. Akasema, sio rahisi kama unavyofikiria Latifa. Nikamwambia basi nenda. Hakikisha tu unaniletea mimi mwanangu, nenda tu kwa mwanamke wako. Akasema, Latifa, hebu fikiria kwanza. Ana watoto 3 na Faima 4. Atawezaje kukaa nao vizuri? Wewe twende tu. Na kisha nakuahidi nitakupatia kipaumbele sana wewe. Ni afadhali hivyo kuliko hata tuende alafu aone kwamba tunapendana, ataumia zaidi. Bora hata tukae tu huku tutafute mkoa mwingine tukajifiche. Mimi ninazo pesa kwenye akaunti yangu, zitatusaidia tu kuanzisha maisha yetu. Mali ulizoziacha huko zitamsaidia tu kulea watoto. Baba Zuu alinyamaza kimya kwa muda. Na kisha kanijibu akaniambia, hii ni dhambi kubwa sana Latifa. Lakini kwa mahaba yako nakubali. Lakini niahidi kama hautanigeuka, wewe ni mwanamke mzuri sana. Hakuna mwanaume yoyote yule ambaye anaweza kapindua mbele ya mapenzi yako. Nikamwambia usijali, tutakuwa pamoja tu, mimi nakuahidi. Kwa hiyo msikilizaji, nilijikuta nikifikiria maamuzi hayo magumu, kwa sababu nilihisi kwamba isije kuwa kwa kile kitu kilichotokea kwa baba Zuu nimeshiriki naye tendo, nikawa nimemwambukiza HIV. Hivyo basi akirudi tena kwa mke wake ni lazima atakutana naye tu faragha mama Zuu. Sasa kama akikutana naye faragha, kama mkewe akimwambukiza HIV, japokuwa mimi sikupima lakini nilihisi hivyo. Kuhusu Faima, nilijua kwamba mama Zuu atamlea vizuri tu. Kwa hiyo nilimaliza balaa moja, nikaanza balaa la pili. Najuta Latifa, mimi najuta kweli. Basi bwana, tulifanya mipango ya kuondoka pale Dar es Salaam. Tukaenda kuishi katika kisiwa kimoja kiliitwa kisiwa cha Ukerewe mkoani Mwanza. Na huko ndipo tulienda kuanza maisha yetu mapya, mimi na baba Zuu, Mzanzibari huyo, kama mume na mke. Na simu tulitupilia mbali kwa sababu hakuna ambaye tungeweza kabisa kuwasiliana naye. Hivyo basi niliamini kwamba kila ambaye alitutafuta alitupata. Lakini kubwa ambacho nilikuwa nakiwaza
Nilikuwa namwaza sana mwanangu, japokuwa naamini pamoja na yote yale ambayo nilimfanyia Mama Zuu, mwanangu atamlea tu vizuri. Alikuwa ni mwanamke na nusu, niliamini hivyo. Maisha yetu yalikuwa kawaida tu. Kwa hiyo pesa tulizokuwa nazo tuliwekeza katika mashua na kuajiri vijana kwa ajili ya kuvua samaki na kuuza. Hivyo basi, na kwa upande wangu mimi sikutaka kuzaa kabisa. Nilifunga uzazi sababu niliogopa afya yangu tayari ni mwathirika. Hivyo basi nisije kuleta shida kwa wanangu. Huyo mmoja anatosha. Na Baba Zuu alikuwa na watoto wake. Hivyo basi hakuwa na shauku sana kutaka tena watoto. Zaidi ni kupeana tu burudani, na vile nilijaliwa mahaba nikawa nammiminia tu kila siku Baba Zuu. Alikufa akaoza, wivu ulimzidi na kunipenda maradufu. Basi bwana, kisiwani pale tulipokuwa tukiishi watu mbalimbali walikuwa kinitamani sana. Na zaidi siku moja, kuna tajiri mmoja ambaye alifika kisiwani pale. Aliponiona tu akawa amenipenda. Tajiri huyo alikuwa anaitwa Bwana Lamek. Yaani pande moja la baba limeenda hewani zuri kinoma. Sasa aliponiona tu akawa mwatuma watu wangu wa karibu waje kunipa taarifa au kuniambia. Mara sometime wananiletea zawadi. Alionyesha sana kunipenda yule Bwana Lamek. Niliyakumbuka maisha mazuri kipindi ambacho nilikuwa naishi na Mr. Hashim. Sasa huyu nikaanza kujikuta kama ananikumbushia Mr. Hashim. Na mwisho wa siku nikawa nimekutana naye na akanieleza kwamba ananipenda na zaidi anataka kunibadilisha na kunibadilishia maisha. Niliwaza maisha niliyokuwa nayo kwa muda huo. Mara biashara iwe nzuri iwe mbaya, lakini sasa nimepata tajiri mwingine. Na nilijua kama endapo nikimkubalia huyu baba, sitomtendea haki Baba Zuu ambaye ameamua kubaki na mimi. Na niliwaza kama nitamkubalia basi nitakuwa na msururu wa wanaume niliowahi kuwa nao katika maisha yangu. Lakini na makubwa niliyoyafanya, wala unatakiwa niyapunguze, nianze kumrejea Mungu. Hapana, mimi nimeolewa. Nina mume wangu, kwa hiyo naomba niache. Hapana bwana, nitabadilisha maisha yako Latifa. Hapana, mimi naomba unielewe hivyo. Kwa mara ya kwanza msikilizaji, nilikataa kata. Nikaamua tu nibaki na Baba Zuu, lakini pia kunusuru watu kwa hali niliyokuwa nayo. Nilirudi nyumbani siku ile nikiwa najilaumu sana. Niliona kabisa nimekosea. Sikutakiwa kumkataa mwanaume kama yule ambaye alikuwa na pesa zake eti sababu ya Baba Zuu. Nilijikuta nachukia sana. Nikaona kabisa kama nimepoteza bahati ya mtende. Siku hadi siku kadri zilivyozidi kwenda, nikajikuta mapenzi yanazidi kutoka kwa Baba Zuu na kuhamia kwa tajiri Mr. Lamek. Na uzuri alikuwa nao, lakini pia ilikuwa hakauki pale kisiwani. Hivyo basi nilikuwa nimeacha ujumbe kwa vijana wake wakazi kwamba siku akija bosi wenu wampatie namba yangu ya simu. Na kweli baada ya wiki moja Mr. Lamek akawa amenipigia simu, kwa maana alikwisha kupewa namba yangu ya simu na kunitaka nikutane naye katika hoteli fulani ambayo ilikuwa ni ufukweni mwa ziwa. Siku hiyo nilikuwa nimejiandaa vizuri, nikavunja kabati na tena nikavizia muda ambao Baba Zuu hayupo, ndipo nilikuwa nimetoka. Na kwa kuwa nilikuwa nimevaa vizuri, nimependeza, basi nilikuwa nimeamua kuchukua pikipiki. Na kwa sababu nilipokuwa naenda hapa kwa mbali sana, mpaka katika ile hoteli tulikuwa tumekubaliana, nilikuwa nimemkuta akinisubiria kwa nje. Aliponena akaniambia, "Oh, wow Latifa, umependeza sana. Na nimefurahia sana kukuona." Nikamwambia, "Sawa. Tuingie ndani basi nisije kuonekana." Kwa amekubali. Tulikuwa tumeingia ndani. Na kufika chumbani kule hapakuwa na mazungumzo mengi sana. Kilichofanyika kiko kimefanyika. Baada ya kumaliza kwa amenipatia 200,000 sio 300,000, kitu kama hicho. Niko nimemuuliza, "Mpenzi, mbona kama wanipatia pesa nyingi sana hivi?" Nilimuuliza maana kiukweli kwa wakati huo mambo kwangu likopo ni magumu sana. Mashua tuliokuwa tumenunua mara inaenda na upepo, mara inaharibika. Ni kiufupi tulikuwa tuna maisha kawaida sana kiasi kwamba kupewa hiyo 300,000 kwangu niliona ni kubwa sana. Akasema, "Zote ni za kwako hizo baby. Na usijali. Nitakufanyia mambo mazuri sana. Kikubwa unipatie mahaba mazito." Sasa mtoto mzuri wewe ni wapi? Tanga au Unguja kwenu? Niko nimetabasamu uliponiambia hivyo. Nikamwambia, "Usijali. Nitakupatia mahaba ambayo yatakuwa ni zaidi ya huko ulipokuwa unapajua wewe." Haya basi.
Naamini kabisa utazidi kunipenda kila siku. Nitakupatia mahaba kipekee. Akaniambia, sitamani kabisa uondoke hata kidogo Latifa. Natamani uwepo wako, yani saa zote, muda wote uwepo na mimi tu. Nikamwambia, hata usijali. Sawa mpenzi. Akasema, nakuomba basi tulale wote usiku please. Usiseme hapana Latifa. Bado nina shauku kubwa sana na wewe. Hauishi hamu ujue. Nikamwambia, usijali nitakuja. Si unajua nimeolewa. Akasema, hapana Latifa. Nakuomba sasa, huyo mumeo ananinja kwa kupatia mwanamke mzuri kama wewe. Hebu tulia nikutengenezee maisha Latifa. Tulia basi. Basi nilichokifanya hapo, nilishika simu yangu nikaizima msikilizaji. Kwa maana sikutaka mawasiliano. Maana nilijua ni lazima baba Zuu akirudi nyumbani na kunikuta sipo, ataanza kunipigia simu. Nilipozima simu nikawa nimelala na Mr. Lameki. Tamaa pesa ilikwisha kuniingia na kutamani maisha mazuri ambayo nilikuwa nikiishi zamani na Mr. Hashim. Nilala pale mpaka majira asubuhi. Kuamka kwa ameniongezea tena shilingi 300,000 pamoja na ahadi kibao kwamba atanijengea nyumba, atanibadilisha maisha yangu. Hivyo basi nikawa nimeondoka nikiwa nimetakata kwa shilingi 600,000 nikiwa nazo mkononi. Nilitoka nje nikakodi usafiri mpaka nyumbani. Lakini ile kufika tunashuka kwenye bodaboda, nikashangaa kukuta kundi kubwa sana la watu wamekaa kwenye nyumba ambayo nilikuwa naishi mimi na baba Zuu. Kwa hiyo taratibu nikawa nasogea pale. Watu wote walikuwa wananitazama tu. Nikawa nimefika mpaka mlangoni, ndipo kuna wazee wawili wakawa wamenishika mkono. Wakanambia, hapana, huwezi kuingia humo ndani. Kuna watu wanamwandaa mumeo kwa ajili ya mazishi. Nikamwambia, unasemaje? Yaani nilishangaa, moyo ulienda mbio na ndipo kutaka kupigana kabisa kuingia ndani. Wakaanza kunizuia. Wengine wanatupa maneno kwamba nilikuwa wapi wakati simu nikiwa napigiwa sipokei. Hasa nilifanikiwa kuingia ndani. Na kiukweli nilichokikuta sikuamini macho yangu. Nilianguka, nilipoteza fahamu. Nilifanikiwa kuingia ndani. Na kiukweli nilichokikuta sikuamini macho yangu. Nilianguka pale pale na kisha nilikuwa nimepoteza fahamu. Nilikuja kuzinduka ikiwa ni majira ya usiku sana. Marafiki zangu wawili ndo nilikuta nipo nao. Wengine wote wamekwisha kuondoka. Nikawa nimeuliza, naambieni jamani, imekuwaje? Yuko wapi mume wangu mimi? Jamani, baba Zuu yuko wapi? Baba Zuu wangu. Akasema, shoga, hata usilie. Sababu apewe pole mwenye kiranga. Sisi bado tupo na wewe kwa sababu ni shoga zako tu. Tunaangalia ubinadamu. Lakini wengine wote wamekubaliana wakutenge tu. Kwa hiyo inasemekana kwamba jana mume wako alikuwa amevamiwa na vibaka. Kwa hiyo walimpiga mpaka kusababisha kupoteza maisha. Ulipigiwa simu shoga yangu, haukupatikana. Na ndio kuna watu wakawa wametoa ushahidi kwamba wamekuona unatoka unaenda pahala, na kwa jinsi ulivyokuwa umevaa basi umeenda kuonana na mwanaume au na wanaume. Na ndipo watu wakawa wamechukia kweli kweli, wakakubaliana wamzike mume wako na kisha wewe wakuache tu. Watu wana hasira sana na wewe shoga yangu, na sijui hata utaiweka wapi sura yako. Aseki ukweli nilikuwa nimeumia sana. Nilipata pigo ambalo siwezi kulielezea. Sikufanikiwa hata kumwona baba Zuu kwa mara yangu ya mwisho. Na tena mbaya zaidi, nilikopo guesti na mwanaume mwingine. Nilishakulia tu na hata marafiki walinibembeleza. Na mwisho waliondoka zao na kuniacha mimi peke yangu. Pesa zangu nilizokuwa nazo wakati ule, wakati nikiwa nimeanguka nilikuwa nimezimia, zilibiwa zote. Matokeo yake nilikuta pochi ikiwa ina simu tu. Nyumba ilinielemea. Nilijiona na hatia kubwa sana ambayo sijui nifanyaje. Ili kusudi kuyaondoa yote hayo niliwaza nikatubu. Lakini mpaka nikaona najishtukia kwa madhambi niliyokuwa nayo. Dhambi ambayo ilioninyemelea. Nikasema, wapi nitaenda kupokelewa kama muumini? Nitapokelewa na nani? Nitubu mimi? Basi bwana, baada ya wiki moja ndipo Mr. Lameki akawa amefika mpaka nyumbani. Baada ya kusikia kilichonikuta, walao tu nilifurahia sana na kupata faraja. Akitaka nijiandae tuondoke. Alikuwa kinihamisha makazi na mimi sikutaka kupoteza muda, niko nimejiandaa. Nikaondoka pale kama amenirudisha Dar es Salaam, na huko kumbe alikuwa na nyumba yake nyingine.
nikaanza kuishi kwa kumfurahisha Mr. Lamek, ambaye ndiye niliona kabisa ndiye faraja pekee iliyobakia hasa katika upande wangu. Basi nilisikiliza anachokitaka. Alikuwa akija na kutaka kulala na mimi licha ya kwamba nilikuwa natakiwa kukaa ndani kwanza pasipo hata kufanya chochote au kushiriki vitu kama hivyo kwa muda fulani, lakini nilijikuta nilikuwa nafanya tu kumridhisha. Tulikaa miezi 3. Akawa anakuja na kuondoka zaidi, ndo alinifuta machozi na kunisaulisha yote yaliyopita. Basi bwana, maisha yaliendelea. Ndipo siku moja nikiwa nyumbani, kwa wakati huo Mr. Lamek alikuwa hayupo nyumbani. Alikuja mgeni ambaye sikumfahamu. Nikamkaribisha mpaka ndani vizuri tu. Akaniuliza, bila shaka wewe ndio Latifa? Eti? Nikamwambia yes, ndo mimi. Wewe ni nani mwenzangu? Akaniambia mimi naitwa Mrs. Lamek. Nilishtuka sana, kwa maana ni mke wa Mr. Lamek. Nikasema kwa nini Mr. Lamek hana mke? Mkewe ni mimi. Ilibidi nianze mimi kujitetea, msikilizaji. Akasema mkewe ni wewe? Kwa ndoa ipi? Mimi ndiye mkewe na tuna watoto 6. Nimesikia story yako nikakufuatilia taratibu, sio mjinga. Lakini leo hii ndipo utanijua kwa nini unatembea na mume wangu. Unajiachia katika nyumba hii ambayo ni ya kwangu mimi. Mr. Lamek hana chake. Mimi ndiye nina pesa, nampatia mume wangu matokeo tu. Kwa hiyo matokeo yake naona ndio wanawake anawapata wenye njaa kama nyinyi, mnaojileta na kujipendekeza kwa huyu mwanaume, lakini kumbe pesa zote na kila kitu mimi nampatia mimi. Kwa hiyo leo utanitambua. Hasa aliposema vile, kwa haraka nilikuwa nimekimbia jikoni. Nikachukua kisu nikajihami kwa ajili ya mapambano, lakini kurudi nikamkuta ameshika bastola. Na hapo ndipo nilipokuja kushtuka, ina maana alijipanga kweli. Na ndio maana akaja mpaka nyumbani nilipokuwa naishi. Nikamwambia hapana, naomba usiniue. Naomba dadangu. Nilianza kulia na kuomba msamaha. Mwanamama yule akaniambia, kelele. Mimi sina undugu na wewe, wala hata sijazaliwa na wewe. Mimi sio dada yako. Wewe unajifanya unajua sana kuiba waume za watu. Unajua kilichonipata wakati wewe upo na mume wangu, unajua wewe? Alinitelekeza na watoto. Halafu vitu vyangu mwenyewe nikavikosa na kuachaji wewe, shetani mkubwa. Basi bwana. Pale pale aliachia risasi ya kwanza. Hiyo ilinipata eneo la begani. Niliumia sana kwa maumivu niliyokuwa nimeyapata. Maumivu ambayo sitokuja kuyasahau, haelezeki. Nilipiga kelele kama ningeweza kupata msaada, lakini wapi. Alinipiga tena risasi nyingine kwa imenipata mguuni. Yalikuwa ni zaidi ya maumivu, na kisha kaondoka. Alichokifanya mwanamama huyo hakuishia pale tu kunitandika risasi. Alijipanga. Alikuja na mafuta akayamwaga ndani kote, na kisha akawasha moto. Moto nao uliitika, ukaanza kuwaka pale ndani. Nilihisi kuchanganyikiwa sana, msikilizaji, kwa sababu sikuweza kuinuka kusema kwamba nikimbie. Nikabaki tu nikisubiri kilichopangwa kitokee. Joto lilizidi pale ndani, hadi hewa sasa ikawa ni ndogo sana kwangu. Niliokuwa naitoa haikufika hata sehemu yoyote wala kunisaidia. Moto nao ulinifikia kabisa na kuanza kuniunguza. Nililia sana kama mtoto mdogo na mwishowe nilipoteza fahamu. Msikilizaji, uongo dhambi kwa maumivu ambayo niliyapata siku hiyo. Ikiwa hata nikipata fahamu tena, najikuta labda niko hospitali, asi ni lazima nizimie tena. Hali ile ilidumu kama muda wa mwezi mmoja. Ndipo niliamka na kuanza kuambua kwamba kuna watu ambao waliona moto unawaka, ndio waliowapigia simu wazima moto, wakaja kuzima moto na kunitoa na kunileta hospitali nikiwa na hali mbaya sana. Walinihadithia kila kitu, kwamba nilianza kuwekwa ICU. Nilipopata nafuu ndipo nikatolewa. Sikuamini kama nilibaki mzima vile, msikilizaji. Pindi nikikumbuka leo nikuta, nilijisemea moyoni kwamba mimi ni kiumbe kinachoitwa mwanaume. Nimekoma na sitokuja kuwa na mwanaume tena. Sikuamini. Na ndio ilikuwa kauli yangu ya mwisho. Kipindi hicho mwili mzima ulikuwa umefungwa bandage.
Niliungua 70% ya mwili mzima. Nilibadilika sura. Sikuwa kama Latifa yule ambaye nilikuwa zamani. Baada ya miezi 6 ndipo na mimi nikaja nikatolewa pale hospitali. Nikiwa na alama mwili mzima. Uso umekuwa wa rangi mbili. Yaani naweza nikasema ni aibu tupu. Sikuwa hata na pa kwenda na sijui nitakula wapi wala nini. Niliumiza kichwa wapi niende. Nitaenda kwa jiji hili la Dar es Salaam, nitaenda wapi? Niliwaza niende kwa kina Salim. Nikaona hapana. Ile ni aibu kwa jinsi ilivyokuwa. Nani ambaye angenipokea mimi? Au nani atakayenipokea? Na kama watanipokea basi watanisimanga sana na hata kunicheka. Nikaona bora nirudi kwa shangazi yangu ambaye ni ndugu yangu wa damu. Kwa hiyo sikuwa tena nauli, uzuri nilikuwa ni mwenyeji sana pale hospitali. Maana nilikuwa naijua. Pakupita nikafahamu nitokee wapi? Nitokee nyumbani kwa shangazi. Nilianza mwendo. Njiani njaa ilikuwa inaniuma sana. Mpaka nikaanza kuombaomba. Nilipobahatika kupata nikapata. Ambao walininyima basi nilikubaliana na yote. Nilifika kwa shangazi yangu usiku majira saa 4. Na kutokea asubuhi majira saa 4 niliporuhusiwa hospitali. Maana napo alinichoka, sikuwa na ndugu tena pale hospitali. Hivyo basi wao wajue kula yangu na kila kitu kwa muda wote ule. Walinichoka vibaya sana. Kwa hiyo nilipoona kwa miezi 6 nilipokuwa sawa, niko nimeshukuru Mungu. Kwa hiyo kufika pale kwa shangazi niko nimegonga geti. Mara kiasi kadhaa ndipo niko nimefunguliwa na mwanaume ambaye sikumfahamu. Alishangaa kuniona akaniuliza, "Wewe nani?" Nikamwambia samani, namuuliza shangazi yupo na ndugu yangu anaitwa Erika. Akasema, "Wewe nani?" Nikamwambia, "Mimi Latifa. Hapa ni kwa shangazi yangu." Basi ule mkaka kwa amenitaka niingie ndani. Na kisha kwa amefunga mlango, akaniambia, "Karibu ndani usiogope." Niko nimeingia lakini japokuwa nilikuwa natetemeka sana. Kufika mwanaume yule akawa ameingia ndani na kisha akatoka akiwa na Erika, mtoto wa shangazi yangu. Akasema, Latifa ni wewe?" Nikamwambia, "Ni mimi Erika." Aisisi kuamini macho yangu. Japokuwa tulikuwa tuna tofauti kubwa sana kati yangu mimi na Erika kwa hapo zamani. Lakini siku hiyo tulikumbatiana sana. Akaniambia, "Latifa wewe jamani, habari za masiku? Mbona nimekutafuta sana ndugu yangu jamani Nikamwambia, "Acha tu ndugu yangu. Shangazi yuko wapi?" Akaniambia, "Hatunaye tena." Nikamwambia, "Nini unamaanisha nini? Amepoteza maisha?" Akasema, "Ndio. Alikuwa akikutafuta sana, mwisho wa siku aliniachia ujumbe ambao na mimi nilikutafuta nao. Leo hii imekuwa kama bahati kuja. Kwa hiyo pole sana na kwani imekuwaje mbona kama uko hivyo?" Nikamwambia, "Acha tu Erika. Yaani ndugu yangu alionikuta ni makubwa sana. Nimeungua kwa moto." Akasema, "Pole sana. Nadhani tutaongea mengi sana kesho. Kwa sasa ngoja uoge upumzike." Nikamwambia, "Hapana. Wala hata siogi. Kwanza nile kwa sababu nina njaa sana." Akasema, "Sawa." Erika ndipo akawa amejiongea kwenda kumwamsha binti ambaye ni msichana wa kazi na kumtaka anaendelee chakula na kisha aweke maji ya kuoga jikoni. Kiufupi Erika alinipokea tofauti na nilivyotegemea. Basi kesho yake kulipopambazuka vizuri, ndipo Erika alinitambulisha kwa yule mwanaume aliyenifungulia mlango ni mume wake na Erika, yani kwamba alikwisha kuolewa. Nami niko nimemsimulia kila kitu, sikumficha kitu chochote kile. Akawa ameniambia, "Pole sana. Naamini umeyapitia hayo yote. Yamekuwa funzo kwako. Kwa sasa utaishi vizuri sana. Wewe kuwa na amani." Nikamwambia, "Hapana. Sidhani tena Erika. Sijui maisha yangu yatakuwaje." Akasema, "Mama aliniachia ujumbe kuwa yeye na mjomba yule unemfahamu wewe kama baba mdogo. Ukweli yule sio ndugu. Ni rafiki yake tu mamangu ambaye ni shangazi yako. Na hata wewe pia sio ndugu yetu. Alikulea tu kwa sababu waliwaoa wazazi wako ili wapate mali. Aliniomba sana nikutafute nikupatie mali zako, lakini pia naomba msamehe sana mamangu. Kuna nyumba hizi mbili zote hizi na ile ya kule, yani hii na ile ya kule. Magari lakini pia mashamba, na mimi sitaki kufanya dhambi hata moja. Naomba nikupatie. Kunipatia wewe ni maamuzi yako. Nadhani umekuja hapa kwa sababu." Msikilizaji, nilishangaa sana. Yaani sikuamini kabisa kama kweli
Erika alinikabidhi hati ya nyumba na kila kitu, mpaka magari, mashamba. Nilijikuta na sahau magumu yote niliyoyapitia kidogo. Baada ya miezi mitatu nilikwisha kuuza mashamba na nyumba moja ambayo ilikuwa ni katikati ya mji. Hivyo basi nilijipatia pesa nzuri, nikajenga nyumba nyingine nje ya mji. Ile aliyokuwa anakaa Erika nilimwachia tu akae, japokuwa hati zote nilikuwa nazo mimi. Kwa hiyo siri zilifichuka, na kumbe sikuwa na undugu na shangazi wala yule bamdogo. Ni watu ambao walikuwa na urafiki tu na wazazi wangu, kwa kuwa wazazi wangu walikuwa na pesa wakawaua na kisha kujikabidhisha mali. Kwa hiyo sasa shangazi aliamua kabisa kusema ukweli, na kuhusu bamdogo yule feki hata sikujua aliendaga wapi, maskini ya Mungu mimi sijui. Walau nilikaa sawa, japokuwa nilipata changamoto. Na sasa kitu ambacho nilikuwa nikikifikiria ni mwanangu tu. Sasa ni wakati wa kumlea binti yangu. Nilijiapiza kwamba mwanangu asije kupitia haya niliyopitia mimi, na ili iwe hivyo ni lazima nikamtafute nimlee mwenyewe. Japokuwa tulimkimbia, tulimwachana mama Zuu, mimi nikaondoka na mumewe, hayupo tena duniani na sijui nitamtazamaje huyu mama. Lakini potelea pote, nilijisemea liwalo na liwe. Nilijiandaa na kuweka kila kitu sawa. Nikaanza safari kuelekea Zanzibar kwenda kumchukua Faima wangu. Na kufika nilimkuta binti yangu amekuwa mkubwa sana. Lakini nilikutana na kesi ya kwamba mimi ndo nimemwangamiza baba Zuu. Nilishangaa sana. Na tena niko nimepelekwa polisi, nikalala ndani siku ile. Lakini baadaye akaja mama Zuu kuja kunitoa ndani kule. Mama yule alikuwa ni mtu wa kipekee sana. Yaani pamoja na yote yaliyotokea, lakini bado alinisamehe na kuniacha tu. Mwanangu alimlea mpaka akawa mkubwa. Mama Zuu alitusii tuache kabisa yaliyopita. Hakutaka kabisa kuyakumbuka tena yaliyopita. Lakini kubwa kilichonishangaza ni tabia ambazo niliambiwa za Faima. Niliambiwa kwamba amekuwa muhuni pale mtaani, anatembea na wanaume za watu. Nikasema jamani. Nilikasirika sana kusikia vile. Nikaona sasa huyu mtoto ni kama anafuata nyayo zangu, na sitokuwa tayari kabisa apitie yale yote ambayo mimi nilikwisha kuyapitia. Nikasema atabadilika tu, atabadilika. Kwa hiyo baada ya kumchukua mtoto wangu kule Zanzibar, yalibaki mawasiliano mazuri mimi na mama Zuu. Tukao tumerejea Dar es Salaam. Kwa hiyo tukao tumefika pale, tulianza maisha vizuri mimi na mwanangu. Na alikuwa anamnunulia mavazi mazuri tu. Mara nyingine alikuwa anataka simu nzuri, yani kitu ambacho binti yangu alikuwa anakitaka mimi nilikuwa namfanyia. Nilikuwa namnunulia. Baada ya miezi mitatu kupita, alihitaji mtoto wangu kwenda kusoma chuo, kwa sababu alishia kidato cha 4 tu kipindi hicho akiwa Zanzibar kwa mama Zuu. Na alipata alama ambazo zilijitosheleza vizuri tu. Hivyo basi akaanza masomo kwa fani alikuwa ameichagua. Alianza kusoma vizuri tu mwezi wa kwanza. Kuingia mwezi wa pili akaanza mabadiliko, ambapo siku hiyo ilifika majira kama saa 3 usiku hakurudi nyumbani. Na kila nikimpigia simu hapokei. Na hapo kama mtu mzima ilianza kuhisi wazi kwamba amekwisha kupata wanaume wanamdanganya. Na mimi nilianza mipango yangu vizuri, kwa sababu nilijiandaa sana katika kumlinda asiharibiwe mtoto wangu kama nilichokifanya mimi. Kwa hiyo nilichokifanya, nilishika tu simu yangu nikaangalia, na kumbe tayari nilikuwa nimeunganisha namba yake kwangu mimi pasipo hata mwenyewe kujua. Basi bwana, nikatazama SMS zake zote alizokuwa na chati. Na kumbe kuna mwanaume kweli alikuwa amempata, na walipanga siku hiyo wakutane guesti, na alihitaji mpaka hiyo guesti, na mimi nilikuwa nimefahamu. Kwa hiyo nilifunga milango yangu vizuri, nilikuwa nimetoka kwenda kumfuata. Nilikuwa tayari kabisa kuacha kazi zangu zote nifanye kazi ya kumlinda tu mtoto wangu. Kimya kweli nilikwenda mpaka katika nyumba ya wageni ile ambayo nilikuwa naijua baada tu ya kusoma katika SMS ya Faima. Na kufika kweli kulikuwa kuna sehemu ya vinywaji kwa ajili ya watu kukaa. Kwa nilikaa pale, lakini huku macho yangu yapo kukagua kila eneo
la milangoni kuona. Kwa nilikaa pale kwa takriban masaa mawili, ndipo ghafla msikilizaji, nilimshuhudia Faima akiwa anatoka na baba mtu mzima. Mwanaume yule kumtazama vizuri hakuwa mgeni sana machoni kwangu. Nikawa nimekumbuka ni mkurugenzi katika college nilikuwa nimempeleka Faima. Hasa nilipata hasira sana, nilikuwa nimeinuka nikafuata. Jamani, yani nilileta sana shida siku hiyo. Yani sio kawaida pale. Mpaka watu wote wako wamebaki wananiangalia mimi tu. Nikamwambia, baba wewe, kwa nini unamlaghai binti yangu? Unadhania ana dhiki kiasi hicho huyu? Mwanangu ana shida ya pesa wala chochote kutokea kwako. Kwa nini? Kwa nini? Naweza nikasema yule baba alikuwa ni mpole. Aliniomba msamaha tu pale na kuondoka zake. Na hapo nakwambia, wahudumu walikuwa wamekwisha kunishika na kuniamulia. Manake nilitaka kumpiga yule baba hata chupa ya kichwa tu nimpasue. Manake nilikuwa namlinda sana mtoto wangu asije kuwa na tabia kama za kwangu. Faima naye alijisikia aibu, ilibidi aondoke tu. Ila nilipofika nyumbani niko nimemkuta amekwisha kufika. Kwa hiyo niko nimejitahidi kuzungumza naye kiasi kwamba Faima alionyesha kunielewa tena kwa mara ya pili. Nikaachana kile kipindi nilichokuwa nimezungumza naye kwa Mama Zuu Zanzibar kule. Nashukuru Mungu nilifurahia, na kweli niliona mabadiliko ya kwake yamekwisha kuanza. Nikajiaminisha kweli mwanangu amebadilika na amekuwa mwema sana. Na hapo niliacha kabisa kumfuatilia mwanangu, nikawa zangu busy na maisha yangu. Basi nakumbuka kuna siku moja ambayo nilikuwa nimekaa zangu nyumbani. Najua binti yangu upo chuo na istoshe walikuwa na mitihani ya kumaliza masomo yao. Mara ghafla nilikuwa nimepigiwa simu na namba ya Faima. Nilipokea ile simu, nilikuwa nimezungumza, nikasema halo, unaendeleaje mama? Nikasikia samani Faima tupo naye hapa hospitali anaumwa. Unaomba kufika? Nikasema naumwa nini jamani? Imekuaje? Akasema njoo tu mama. Tupo hapa Monica hospitali. Kwa hiyo unaweza kufika. Msikilizaji, nilichanganyikiwa sana. Kwa hiyo kwa haraka ikabidi mimi nianze safari kwenda katika hii hospitali ambayo nimekwisha kutajua jina lake, kwenda kujua hali ya mwanangu. Kufika pale niliambiwa na daktari kwamba alimeza vidonge vya kutoa ujauzito, lakini ule ujauzito haujatoka bado. Jamani, sio siri, nilishangaa sana. Na kumbe bado mtoto alikuwa na mambo yake chini kwa chini. Licha ya kwamba nilikwisha kumuonya, kwa nilijikuta mpaka machozi anaanza kunitoka msikilizaji. Nilijisemea hata kama ndo kurithi, lakini ile sasa ilikuwa yani inapitiliza. Ilibidi baadaye nijikaze tu pasipo hata kuzungumzia chochote. Na Faima mpaka aliporuhusiwa kurudi nyumbani nikasema sawa. Alikuwa amelegea sana mwanangu na hata kumsema mtu hawezi. Zaidi nikawa namwonea huruma sana. Ilibidi nimuuguze na hata mitihani alishindwa kufanya. Ikawa balaa lingine tena. Nakumbuka mpaka alipokuja kupona ndipo alikuja kunisimulia kwamba alikutana kijana mmoja ndiye alimpatia ujauzito. Na alipomwambia kuhusiana na yeye ni mjamzito alikataa kata. Na akawa amemzimia mpaka simu kwa sababu ile taarifa. Kwa hiyo msikilizaji, nilikuwa nimechanganyikiwa sana. Nililia mpaka nilikuwa nimekumbuka matukio yangu yote ya nyuma niliyofanya. Nikaanza kujihisi au ndo malipo yangu nini haya? Lakini sikuwa na jinsi zaidi ya kulea mimba ya mtoto wangu Faima. Mpaka pale alipojifungua ndipo akawa ameniachia mtoto na yeye mwenyewe akawa amerudi kuanza upya masomo yake. Nashukuru Mungu, kutereza sio kuanguka. Alipata somo, safari alizingatia sana mafunzo yake. Na ndani ya miaka 2 alimaliza chuo. Nilimpatia mtaji mwanangu akawa amefungua saluni mwenyewe ya kike na biashara zingine akawa anazisimamia. Lakini kilichosaidia tu pesa tulikuwa nazo. Kwa hiyo msikilizaji, historia yangu kuzaa na kulea mtoto bila baba yake mzazi ndio mwanangu naye mwenyewe tuseme kwamba alikuwa merithi. Hapo ndipo nilipoamini kwamba kweli malipo ni hapa duniani. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Lakini sawa, maisha yaliendelea pamoja na yote hayo yaliyotokea. Mama Zuu kutoka Zanzibar alibaki kuendelea kuwa kama ndugu yangu, na mara kwa mara
tulikuwa tukitembeleana. Lakini pia katika familia ya kina Mr. Hashim, kwa kina Salim, sina mawasiliano na sijui huko alipo wanaishi vipi kwa sababu sina ukaribu nao. Lakini pia msikilizaji, nikupe tu taarifa kwamba tumefika mwisho na ndio maisha yangu jinsi alivyo. Tuko mimi na mtoto wangu tunalea, yani kila mtu anamlea mtoto wake bila baba. Haya bwana, asante sana msikilizaji kwa kuwa na mimi kuanza sehemu ya kwanza mpaka hapa. Nafikia tamati katika hii simulizi nzuri ya leo iwe mwisho baba mkwe. Kwa hiyo tuchukue mazuri tu katika hii simulizi, lakini mabaya au madhaifu tuyaache kama yalivyo. Na ulikuwa na mimi msimuliaji wako mzuri sana Mr. L9 simulizi. Kwa hiyo cha kufanya ni kusubscribe hii channel, kulike, kucomment na kushare. Tumeanza wote sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, ya tatu, ya 4 na hii ni 5 ambapo tunahitimisha. Usikose simulizi zijazo. Bye bye.